대부분의 많은 사람들이 전도를 이렇게 많이 오해하고 있습니다. Asilimia kubwa ya watu hawaelewi juu ya habari ya uinjilisti. 전도를 오해했다는 말은 사실 기도가 오해된 겁니다. Kutoelewa maana ya uinjilisti maana yake hawaelewi maombi ni nini. 기도를 오해할 수밖에 없는 것은 사실 복음이 오해되기 때문에 그렇습니다. Kwa sababu gani hawafahamu injili? Ndio maana inatokea hawezi kuelewa maombi. 그 복음도 오해된 상태에서 사실 기도도 오해돼 있고 그러다 보니까 사실 이 아프리카에 또 전 세계에 사실 전도가 잘 안 되고 있는 겁니다. Kwa sababu injili hawaifahamu na maombi hayawezekaniki, automatically sio tu Afrika, dunia nzima hawezi kuelewa juu ya habari ya uinjilisti. 지금까지 제 견해로 아프리카에 많은 목사님들이 들어와서 집회도 하고 했지만은 사실 지속적으로 전도는 잘 안 되어지고 있다는 사실을 저는 알고 있습니다. Mimi nafahamu na kwa uzoefu wangu watu wengi wamekuja huku Afrika, wainjilisti wamefanya mikutano mingi, lakini nafahamu kwamba uinjilisti umeshindwa kutendeka. 그래서 예수님은 그렇게 전도하지 않았습니다. Yesu hakuongea namna hiyo, hakupeleka namna hiyo. hakufanya uinjilisti namna hiyo. 예수님은 전도가 되어질 수 있는 시스템을 남겨놓고 가신 겁니다. Yesu alitengeneza mfumo ambao kwa huo uinjilisti utakuwa na budi bali kutendeka. 좀 더 다른 말로 말하면은 kwa maneno mengine 전도가 되어질 수 있는 한 사람을 주님은 바꾸신 겁니다. Kifupi Bwana alimbadilisha mtu mmoja ili kwa huyo uinjilisti usio na budi bali kutendeka. 전도를 열심히 하는 사람도 있지만은 결국 그 개인이 무너지면 안 되잖아요. Ingawa kuna watu wanaofanya uinjilisti kwa bidii lakini ile binafsi ya mtu ikianguka haifai. 교회 일을 열심히 하다가 unafanya kazi ya kanisa kwa bidii katikati kufanya hivyo 뭐 개인이 상처를 받거나 시험에 들어서 그 사람이 떠나거나 무너지면은 그 사람이 한 모든 사역이 다 무너지는 겁니다. Yule mtu akikutana na majeraha akaanguka labda akaondoka basi yale yote aliyofanya yanaanguka pia. 그래서 예수님은 무너지지 않을 수 있는 한 사람을 주님은 3년간 공생애를 통해서 세우신 겁니다. Kwa maana Bwana kwa huduma yake miaka 3 alimarisha mtu mmoja ambaye asingeweza kuanguka. 그래서 오늘 여러분들이 같은 말을 할 수 있어야 되고 또 같은 마음을 가져야 되고 여러분 이제 같은 뜻을 가지고 하나가 돼야 됩니다. Kwa nini leo lazima kwanza muwe na maneno mamoja, alafu muwe na moyo mmoja, alafu muwe na nia moja. 그래서 여러분들이 이번에 1강, 2강, 그다음에 제가 내일까지 4강을 이렇게 할 건데요. 그냥 강의 듣고 끝내지 말고 좀 여러분들이 그 말씀 붙들고 좀 깊이 좀 묵상할 수 있는 시간을 가지면 좋겠습니다. Natamani muwe na muda wa makini mara baada ya kusikiliza masomo yangu ya jana na leo na hata kesho somo langu la 4. Msikilize tu kirahisi, mpate muda wa vina wa kuwa na umakini. 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. Yesu alisema namna hii. 마태복음 4장 19절에 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 그랬어요. Matendo 19 alisema nifuateni nami nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu. 그러시고는 Mara baada ya hapo 마태복음 28장 16절에서 20절에 보니까 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아라 그랬어요. Na mara baada ya hapo Mathayo 28:16 nasema basi ninyi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. 제가 어제 강의 때 이야기했습니다만은 Ngoja niliongea wakati wa somo langu. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시기 전에 예수님을 3번이나 부인하고 저주하고 도망갔던 베드로를 아시지요? Mnamfahamu Petro ambaye nimeeleza jana ambaye alimkana Yesu mara 3 kabla Yesu hajasulubiwa pale msalabani na hajafa. 그 베드로가 Huyo Petro 미문이라는 성전문에 앉아 있는 안전뱅이를 제대로 탁 본 겁니다. alimuona kwa macho sahihi yule kiwete ambaye alikuwa amekaa kwenye mlango mzuri wa hekalu. 그리고는 지금까지 이 예루살렘에 한 번도 증거된 적이 없는 진짜 복음을 베드로가 처음으로 현장에서 말하게 된 겁니다. Na mara baada ya hapo kwa mara ya kwanza anaongea hii injili kamili kwenye eneo la Yerusalemu ambalo ilikuwa halijafikiwa hata mara moja. 여러분 그 사건은요 그냥 베드로가
안전뱅이를 일으켰다 이 말이 아닙니다. Jamani, hilo tukio sio tukio tu la kusema kwamba Petro alimuinua kiwete. Haliko rahisi namna hiyo. 그 이스라엘하고도 예루살렘에 한 번도 증거된 적이 없는 그리스도 되시는 예수의 이름이 증거되는 그 자리에 베드로가 쓰임 받은 겁니다. Petro alitumia kwenye ile eneo la kumtangaza huyu Yesu ambaye ni Kristo kwenye eneo ambalo Yerusalemu na hata Israeli yote ilikuwa haijawahi kuhubiriwa hata mara moja. 이스라엘하고도 예루살렘은 보통 동네가 아닙니다. Jamani, Israeli na Yerusalemu sio mahali pa kawaida. 그 예루살렘 땅에 수많은 종교인들이 있었습니다. Walikuwepo na dini wengi sana pale Yerusalemu. 메시아 그리스도를 대망하고 있었잖아요. Walikuwa wanamsubiri Masihi. 근데 그리스도가 오셨는데 그들은 그리스도를 십자가 못 박아 죽인 겁니다. Lakini Kristo akaja wakamsulubisha wakamuua msalabani. 그 그리스도가 이 땅에 오셨는데 그들은 그리스도를 못 알아봤어요. Kristo alikuja kwenye ulimwengu lakini hawakumfahamu Kristo kwamba amekuja. 그러면서 그들은 하나님을 열심히 믿고 있었습니다. Na katikati haya waliishi tu kwa kumwamini Mungu tu kwa hali ya kawaida. 그 하나님이신 그리스도께서 이 땅에 오셨는데 그들은 그리스도를 십자가 못 박아 죽였어요. Mungu ambaye ni Yesu amekuja kwenye ulimwengu lakini wakamsulubisha na kumuua pale msalabani. 그 그리스도께서 부활하신 것입니다. Lakini huyu Kristo akafufuka. 부활하신 주님이 실제로 마가다락방에 성령으로 역사하신 겁니다. Bwana alifufuka akafanya kazi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu pale chumba cha juu cha orofani cha Marko. 그 복음을 실제로 깨달은 베드로가 그 예루살렘 미문에 앉아 있는 안전병에게 처음으로 그리스도 되시는 예수의 이름을 확실하게 선포한 겁니다. Huyu Petro aliyegundua hii injili anaelezea kwa uhakika kwa mara ya kwanza kwa kiwete ambaye alikuwa amekaa pale kwenye mlango mzuri wa hekalu. 이스라엘을 사로잡고 예루살렘을 사로잡고 모든 종교인을 사로잡았던 흑암 권세가 그 시간에 무너지는 시간이라는 걸 여러분 아셔야 돼요. Nafahamu kwamba ule muda ulikuwa ni muda wa mamlaka ya giza ambaye alikuwa amekamata Yerusalemu, Israeli na wanadini wote kuanguka. 눈에 안 보이게 영세 전부터 지금까지 이 아프리카에 올바른 복음과 올바른 기도의 비밀을 가진 전도하는 사람이 일어나지 못하도록 사단이 오랫동안 역사해온 이 땅에 여러분이 누군지를 아셔야 돼요. Lazima mfahamu ninyi ni kina nani na shetani nani ambaye amezuia hii injili na uinjilishaji wa Biblia usiweze kuenea hapa Afrika tangu zamani hata kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. 여러분이 그걸 본다면은 Kama mtaona kitu hicho nyie, 여러분의 인생은 사실 아무 걱정 안 해도 될 겁니다. maisha yenu hamtakuwa na sababu ya kuogopa kitu chochote baada ya hapo. 그래서 제가 어제 우리 엄태가 총회장님에게 하나님 앞에서 제가 엄태가 목사님의 앞으로 남아있는 생애에 정말로 하나님이 원하시는 작품을 한번 남겨보라 이야기합니다. Ndio maana jana nikamwambia Bishop Mtenga aache masterpiece kwenye maisha yake yaliyobaki mbele za Mungu. Jana nilimwambia 그 작품을 남길 만한 앞으로 증거를 하나님이 주실 겁니다. naamini Mungu atampa shuhuda za kutosha za kuweza kuandaa na kuiacha hiyo masterpiece kwenye maisha yake yaliyobaki mbele. 그러니까 이 베드로가 그 미문 앞에 앉은 안전병에게 응가 금은 내게 없는데 내게 있는 것은 네게 준다. Ndio maana Petro anamwambia huyu kiwete wa ule mlango mzuri wa hekalu kwamba sina fedha wala dhahabu lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. 예루살렘 현장에 한 번도 증거된 적이 없는 그리스도의 복음이 정확하게 선포된 겁니다. Akatangaza injili ya Kristo ambayo haikuwahi kuelezewa hata mara moja pale Yerusalemu. 여러분의 그 아프리카 다르살렘, 그다음 은베아, 키고마, 또 여러분 말라위 그 현장에 정말로 하나님이 원하시는 그리스도의 예수의 이름이 정확하게 증거된다면은 오랫동안 이 아프리카를 붙들고 역사한 흑암이 실제로 무너지는 역사가 날 겁니다. Kazi mamlaka kiza kuanguka Dar es Salaam, Mbeya na hata Afrika yote zitatokea kama mtaweza kwenda kutangaza injili ya Yesu Kristo sawa sawa kule kwenye hayo maeneo. 이거를 참 어떻게 보면은 의사 누가가 본 거예요. Ukiangalia kwa kifupi Daktari Luka aliona kitu hichi pale. 눈에 안 보이는 역사거든요. Aliona kazi ambazo zinaonekana kwa macho pale. 신학자들도 잘 모르는 일이에요. Ni jambo ambalo hata wanatheolojia wasingeweza kuliona kulielewa. 눈에 안 보이는 성령의 역사거든요. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu isiyoonekanika kwa macho. 이게 실제로 뭐냐? 하나님의 나라가 임하는 거거든요. Kiwalisia ni nini? Ni ufalme wa Mungu kushuka kwenye lile eneo. 또 다른 말로 말하면 사단의 나라가 있잖아요. Kwa maneno mengine jamani, ufalme wa shetani si upo? 이 세상 나라 있잖아요. Ufalme wa ulimwengu si upo? 그게 실제로 보니까 하나님의 나라가 임하는 어마어마한 역사가 일어난 겁니다. Kiwalisia ni nini? Ufalme wa Mungu ulishuka kule na kazi kubwa za Mungu zilishuka kule. 그 실제로 뭐냐? 사단의 나라가 완전히 무너져 버린 겁니다. Kwa kiwalisia ufalme wa shetani ulianguka huko.
이런 눈에 안 보는 영적인 배경 속에 일어나는 일들을 여러분 볼 수 있어야 되는 거예요. Lazima ninyi muweze kuona haya mambo ya kiroho yasionekanika kwa macho nyuma yake. 자, 완전 귀신 들렸거나 완전 우상 숭배 속에 잡혀있던 한 사람이 그리스도를 듣고 영접하고 하나님 자녀가 되는 데는 눈에 안 보이는 어마어마한 영적인 일들이 일어난 겁니다. Mambo makubwa sana ya kiroho yanatokea kwa yule mtu ambaye amekamatwa na giza na anayeabudu sanamu, anaposikia injili na kuweza kumpokea Yesu. Nyuma yake mambo makubwa sana yanatokea nyuma yake ya kiroho. 이런 일을 실제로 아는 사람은 실제로 뭡니까? 그 일 이전에 이 사람의 마음과 생각에 이미 기도라는 게 되고 있는 겁니다. Mtu ambaye anafahamu haya tayari kabla ya hapo hali ya moyo na mawazo yake ipo kwenye maombi. 그 기도 속에서 나와지는 거예요. Haya mambo yanatokana na maombi. 그래서 여러분은 오랫동안 이 아프리카라는 나라에 눈에 안 보이게 사단이 이 복음 하나를 모르도록 여러분에게 역사해 왔다는 사실이 진짜 보여져야 돼요. Lazima muweze kuona kwamba shetani amefanya kazi kwa muda mrefu ili ninyi msiweze kuifahamu na kuigundua injili kwa muda mrefu sana. 그래서 진짜 아프리카 이 특히 그 도시 말고 이렇게 현지인 원주민 속으로 들어가서 이 그리스도의 복음을 바르게 말하면요, 초대교회 사도들로 일어났던 하나님의 놀라운 역사가 저는 지금도 일어날 거라고 생각합니다. Mimi nawaza hata kazi za Mungu zitatokea kama kanisa la kwanza, sio kwenda kwenye miji mikubwa, hata vijijini kule na maeneo ya mbali, mkienda kumdhihirisha Yesu Kristo sawa sawa. Kazi zitatokea vile vile kama kanisa la kwanza, naamini. 그러니까 베드로가 복음 전할 때 안전병이 일어났다 이렇게 이해하면 안 돼요. Msielewe tu kwamba Petro baada ya kuelezea injili kiwete alinuka. Msiishie hapo. 하나님은 한 번도 복음 증거되지 없는 예루살렘에 하나님은 복음이 증거되기 위해서 하나님 역사를 일으킨 겁니다. Mungu alifanya ile kazi ili injili iweze kufikia Yerusalemu ambayo haikuweza kufikiwa hata mara moja kabla ya hapo. 한 번도 복음 들은 적이 없는 곳에 여러분이 바르게 복음 말하면은 거기에 하나님의 나라가 임하는 역사가 일어나는 겁니다. Mkienda mahali ambapo injili haijawahi kufikia hata mara moja, mkaelezea kwa usahihi, ufalme wa Mungu unashuka kwenye lile eneo. 여러분의 능력도 아니에요. Sio ninyi ambao mko kule. 하나님이 하시는 거예요. Mungu atafanya hivyo, sio ninyi. 내가 교만할 일도 아니에요. Sio jambo la mimi kujivuna kwa. 내가 낙심할 일도 아니에요. Wala sio jambo la mimi kuvunjika moyo. 하나님이 하시는 거라요. Mungu amefanya, afanye mwenyewe. 이런 어마어마한 영적인 비밀을 의사 누가가 본 거라는 거예요. Kwa hili jambo kubwa la kiroho, hii siri ya kiroho, Daktari Luka aliweza kuiona. 그 의사 누가가 사도행전을 기록했잖아요. Ndio maana Dr. Luka alirekodi kitabu cha Matendo ya Mitume. 데오빌로요, 내가 먼저 쓴 글에는 그랬잖아요. Theophilo, kile kitabu cha kwanza nilichokuandikia. 그 누가복음을 이야기하잖아요. Anamuelezea nani? Huyu Luka anaeleza kitu hicho. 그 누가복음에는 예수님이 그리스도로 오셨다 이야기합니다. Kitabu cha Luka kinaelezea kwamba Yesu amekuja kama Kristo. 그 그리스도는 사람으로 오셨다 이 말이거든요. Na huyu Kristo amekuja kama mwanadamu. 요한복음은 뭡니까? Kitabu cha Yohana kinaelezea nini? 그 예수님은 하나님으로 오셨다는 거거든요. Huyu Yesu amekuja kama Mungu. 마태복음은 뭡니까? Mathayo inaelezea nini? 그 예수님이 유대인의 왕으로 오셨다는 거예요. Huyu Yesu amekuja kama mfalme wa Wayahudi. 마가복음은 뭡니까? Kitabu cha Marko kinaelezea nini? 그분은 모든 사람을 섬기러 오셨다. 종으로 오셨다. Amekuja kama mtumwa kuwatumikia watu wote. 그리스도 되신 예수님을 제자들이 각자 다르게 보고 설명한 거거든요. Akaelezea wanafunzi wake kwa namna mbalimbali huyu Yesu ambaye ni Kristo, akaelezea kwa namna mbalimbali. 사복음서거든요. Ndio maana tunaelezea vitabu vinne vya Injili. 그 그리스도께서 이제 부활하셔서 실제로 뭐냐? 성령으로 역사하신 일들의 증거서가 뭐냐? 사도행전이에요. Kwa mara baada ya Yesu kufuka, zile kazi ambazo zilitokea za uwezo wa Roho Mtakatifu zimeandikwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. 그러니까 누가가 정확하게 복음을 아는 거예요. Ndio maana inaonekana Luka alikuwa anafahamu Injili kwa usahihi sana. 그리고 실제로 이제 뭐냐? 하나님의 나라의 일을 40일간 설명하셨다 했잖아요. Na ndio maana alielezea kwa usahihi vizuri mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. 그러니까 이 의사 누가는 육신적인 부분도 잘 알았지만은 영적인 부분에 눈이 열린 진짜 뭡니까? 전도자였어요. Nadhani Luka ingawa alikuwa anafahamu mambo fulani ya kimwili, lakini alikuwa ni mwinjilisti ambaye macho yake kiroho yamefunguliwa na anaweza kuona mambo ya kiroho. 그러니까 사도행전을 의사 누가가 기록했다는 데 의미가 있는 겁니다. Ndio maana kuna maana kwa nini Daktari Luka aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume. 그때는 사도들이니까 그 일이 일어난 거 아니냐 이렇게 생각했죠. Watu wanaweza wakadhani ni kwa sababu walikuwepo mitume ndio maana yale mambo yalitokea. 그 주님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라. Yule Bwana ni yule jana, leo na hata milele.
히브리서 13장 8절에 Waebrania 11 inaeleza. 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시네요. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. 이거는요 눈에 안 보이는데 사실이거든요. Hili jambo ni ukweli usioonekanika kwa macho yetu. 그거를 실제로 보는 사람은 실제로 뭐냐? 가만히 앉았고 기도하는데 하나님 실제로 뭐냐? 역사하시게 돼 있어요. Mtu ambaye anafahamu jambo hilo hata akikaa mali tu akaomba kiwalisia Mungu anafanya kazi. 많은 선교사님들이 이런 아프리카에 오랜 영적인 어떤 그 배경과 흐름을 못 보면은요 여기 와가지고요 정신 돌아요. Wamisionari wengi ambao walikuja ambao walikuwa hawajafahamu, wakija bila kufahamu haya mambo ya kiroho ambaye yamekaa muda mrefu huko Afrika, akili zitawaruka. 그러니까 미국 선교사들이 여기 있다가 고국으로 돌아가면은 가장 먼저 데리고 가는 데가 정신병원이잖아요. Ndio maana jambo la kwanza wamisionari wa Marekani wakija huku wakishauri kwao, maeneo ya kwanza wanakokwenda ni maeneo ya wagonjwa wa akili, wanachukuliwa kule, wanapelekwa kwanza. 정신과 상담 받아요. Lazima wapate kwanza ushauri na nasaha wa magonjwa ya kiakili wakisharudi kwao. 그만큼 정신 도는 사람이 많다는 말이에요. Maana yake ni kwamba wakija huku watu wengi akili zao zimewaruka huku, wanapata shida. 근데 진짜 하나님이 역사하시고 하나님의 역사의 증거를 가진 사람이 정신 돌 수 있습니까? Lakini mtu ambaye ana shuhuda za Mungu, mtu ambaye anamfahamu Mungu akija huku, akili inaweza kumruka. 그 내가 영적인 힘이 없으면은 그 영적인 실질적인 현장에 영향이 내게 오거든요. Kama sina nguvu za kiroho nikienda shamba la Bwana kule, shamba la Bwana litaniathiri mimi. 그 여러분 저 새벽에 일어나 보셨죠? Msio kuamka nyie alfajiri 무슬림들이 여러분 쉽게 말하면은 기도하는 소리가 온 킬리만자로 모시에 울려 퍼지잖아요. Sinasikia sauti za Waislamu wakiomba Kilimanjaro yote hii moshi yote. 그게 눈에 안 보이게 어마어마한 영적인 배경이 돼 있잖아요. Hayo mambo yako nyuma yake kuna background ya giza kubwa sana ipo inafanya kazi. 이 킬리만자로 모시에 오랜 영적인 배경이 이 지역을 장악하고 있잖아요. Maana yake nini? Ile background ya kiroho ambayo imekuwepo muda mrefu hapa Kilimanjaro na Moshi inakamata ile eneo, ndio maana. 그런 가운데 이 지역에 무슬림이 장악하고 있지요. Katikati ya mambo Waislamu wamekamata hilo. 루트교도 들어와 있고 기독교도 들어와 있고 서기서도 들어와 있지만은 실제 이 지역 변화 못 시키잖아요. Ingawa walikuja wamishinari na Wakristo walikuja, lakini wameshindwa kuleta mabadiliko kwenye hicho kitu. 정말로 영적인 비밀, 영적인 힘을 가진 한 사람이 나오면 그때부터 영적 분위기가 바뀌는 겁니다. Akatokea mmoja anayefahamu siri ya kiroho na ukweli wa kiroho, kuanzia muda ule mabadiliko yanaanza kutokea. 그러니까 이 베드로가 그 일에 쓰임 받은 거란 말이에요. Ndio maana Petro aliweza kutumika kwenye hilo eneo, kwenye hiyo kazi. 아무도 못하는, Kitu ambacho yeyote asingeweza kukifanya. 아무도 할 수 없는 Kitu ambacho mtu yeyote hawezi kukifanya. 그 일에 베드로가 쓰임 받았다는 거예요. Petro alitumika kwenye hiyo kazi. 그러니까 하나님이 기다렸다 그게 역사였다. Ndio maana Mungu katikati ya kusubiri akafanya kazi mara moja. 자, 이래 가지고요. 5천 제자 일어나 보다. Katikati hapo wanafunzi 5,000 wakainuka. 예루살렘 전역에 막 복음이 확산되게. Injili kaenea maeneo yote Yerusalemu. 막 핍박이 일어나죠. Mateso yakatokea pia. 핍박이 일어난다니까요. Mateso nakwambia yanatokea. 기득권의 세력들이 막 들고 일어나는 거죠. Wale wenye mamlaka ya kidini wanakuja wanaleta mateso. 아니 우리는 안 되는데 이것들이 뭐지 이래 되겠죠. Sisi haiwezekanika, lakini mbona mambo yanawaendea? 그러니까 베드로를 죽이려 했잖아요. Wakaanza kuwaza kumuua Petro, si ndio? 그때 베드로가 또 시대적 메시지를 주시잖아요. Wakati ule Petro anatoa message ya kimsimu pale mbele yao. 사도행전 4장 12절입니다. Matendo ya Mitume 4:12. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. Kwa maana hakuna jina lilopewa wanadamu litupasalo sisi 그래서 베드로 더 기가 막힌 말을 했어요. Na baada hapo Petro anaongea maneno ya ajabu zaidi ya hayo. 베드로전서 2장 9절에 Petro wa kwanza 2:9. 우리는 택하신 족속의 왕 같은 제사장이다. Sisi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme. 그의 귀한 빛의 덕을 선전하기 위해서 우리를 불렀다. Ametuita sisi kwa ajili ya kuangaza ile nuru yake ya ajabu. 완전 그리스도의 삼중직의 메시지를 베드로가 던진 거예요. Message ya utatu wa Kristo akairusha sawa sawa Petro. 어떻게 그럴 수 있었냐? Jambo hilo linawezekanaje? 고기 잡고 있던 베드로가 Petro ambaye alikuwa anavua samaki, 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. nifuateni nami nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. Ninyi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. 이렇게 되도록 뒤바꾸신 주님이 한 사람 제자를 뒤바꾼 눈에 안 보이는 사람을 치유하는 내용이 있는 겁니다. Yalikuwepo yale ambayo kwa hayo yaliweza kumbadilisha mtu na kuleta uponyaji kwa mtu. 그게 공생의 3년이에요. Hiyo ndio huduma ya miaka 3 ya Yesu duniani. 여러분이 여러분 교회에서 여러분이 현장에서 만난 한 사람을 이렇게 뒤바꿀 수 있으면 돼. Ninyi mkiweza kubadilisha mtu mmoja kwenye mashamba yenu ya Bwana au makanisani kwenu kule namna hiyo, basi inatosha. 여러분이 한 사람을 그렇게 바꿀 수 있는 내용이 있다면은 여러분 진짜 어떻게 보면은 하나님 은혜 안에 있는 사람이에요. Kama mna yaliyomo ya kuweza kubadilisha huyo mtu mmoja, basi neema ya Mungu iko juu yenu.
그냥 교회나 열심히 다니고 여러분의 목사가 돼가 교회를 개척해서 목회하고 있다. 그 정도 같으면은 그런 사람만 모이겠죠. Sio tu kwenda kanisani kufanya uchungaji, basi watu wa kiwango hicho tu watakusanyika. 여러분이 정말로 이 그리스도를 만나서 여러분이 변화되어진, 치유되어진 증거가 있다면은 여러분이 다른 사람을 그렇게 할 수 있겠지요. Kama mara baada ya kukutana na Kristo mmebadilika na mmepata uponyaji, basi mnaweza mkashuhudia hizi kwa watu wengine pia. 안 되고 있다면은 여러분이 빨리 깨달아야 돼요. Kama haiwezekaniki, basi mgundue haraka maana yake. 그래서 이 알류가 그런 한 사람을 바꿀 수 있다면은 하나님은 아프리카 살 제자를 여기 보내시겠죠. Na kama hii Rayu ni ya kubadilisha watu na hiyo, basi Mungu ataleta wanafunzi wake hapa Rayu. 여기서 훈련받아서 변화되어진 응답과 증거를 가진 사람이 일어난다면은 사람들은 여기에 와지겠지요. Kama mtu atakuja hapa atabadilika na akapata majibu ya mabadiliko, basi watu watakuja tu wenyewe. 그리고 똑같은 눈을 가지고 있잖아요. Sisi wote tuna macho hayo hayo. 근데 그리스도를 통해서 하나님 만나면 다른 눈이 있어야 돼요. Lakini tukikutana na Mungu kupitia Kristo na kuwa na macho mengine eti. 우리가 쉽게 말하면 건강을 관리해서 비타민도 먹고 영양제도 먹잖아요. Sisi tunakunywa dawa, tunakula vitamini na vitu kama hivyo, si ndio? 그런 것도 필요하지요. Tunahitaji vitu kama hivyo, si ndio? 그런 걸로 안 되는, 그런 걸 넘어서는 하나님이 위로부터 주시는 영적인 힘이 여러분이 있어야 돼요. Lazima muwe na nguvu za Mungu ambazo amewapa ninyi wenyewe kutoka juu moja kwa moja. 그거를 날마다 여러분이 공급받는, 그걸 계속 유지할 수 있는 비밀이 여러분이 있어야 돼요. Lazima muwe na siri ya kupokea na kusambaza kitu hicho ndani yenu kila siku. Sasa 예를 들면 한 번씩 전기가 나가잖아요. kuna wakati mara kadhaa umeme unakata hapa, 그럼 컴컴해지잖아요. kunakuwa giza, si ndio? 근데 제네레이터가 있으면 발전기를 돌리잖아요. Lakini mkiwa na generator mnaweza mkaendeleza ule umeme. 그 여러분 안에 제네레이터가 있어야 돼요. Lazima ndani yenu muwe na generator. 여러분 안에 진짜 하나님이 날마다 나와 함께시 비밀을 누리는 제네레이터가 여러분이 있어야 돼요. Lazima muwe na generator ambayo mnaweza kufurahia siri kwa pamoja na Mungu kila siku ndani yenu. 그게 기도예요. Hayo ni maombi tunaita. 그처럼 모든 대화, 모든 비밀 속에 그 모든 사건 문제 속에서 뭐냐? Mimi kwenye mazungumzo yote na kwenye mambo yote naona kitu gani? 육신적인 어떤 인간적인 이런 거 넘어 그 속에 진짜 하나님이 실제로 뭐냐? 우리에게 깨닫기를 원하고 우리에게 주기를 원하고 우리가 누리기를 원하는 걸 쉽게 가지고 누려야 돼요. Na kwenda zaidi ya mambo ya kimwili na Mungu, na natamani kufurahia yale mambo ya kiroho ambayo Mungu ameweka ndani yetu zaidi ya ya kimwili ambayo nayaona mbele ya macho yangu. 그래서 강의 바로 들어오기 전에 정석 선교사하고 사무실에서 잠깐 이야기를 했어요. Kwa kabla sijaja hapa nilizungumza na mchungaji Choi pale ofisini. 알위에 Kwenye hii Rayu, 한 번씩 전기가 나가서 제네레이터가 필요하다는 거예요. kwa sababu umeme unakata mara kwa mara, tunahitaji generator, aliniambia. 제네레이터를 할까 아니면 태양 그 설치를 할까, 태양광 설치를 할까 이래 얘기하더라고. Kwa akaniambia nilete generator au tuweke solar power. 그러니까 뭐 그런 것들도 필요하지 않겠냐 이야기했어요. Akaniambia je, vitu kama hivyo hatuvihitaji? 근데 그거는 있으면 좋지요. Lakini tukiwa na hivyo vitu si kitu kizuri jamani eh? 근데 그거는 없어도 여러분 안에 이미 와 계시는 빛 대신 그리스도를 누리는 영적 제네레이터가 있어야 돼요. Lakini mbali na hivyo lazima muwe na Yesu Kristo ambaye ni generator ya kiroho kwanza, muwe nayo ndani yenu kwanza kabla hivyo vitu kuwa navyo. 그래서 내가 제네레이터는 설치 안 해주고 가도 영적 제네레이터를 내가 전달해주고 가면은 나는 다 주고 가는 거예요. Kwa hiyo nikamwambia mimi hata kama nisipoleta generator hiyo ambayo mnaitaka, mimi nitawasaidia generator ya kiroho afu nitaondoka. Hiyo si itawatosha. 이건 아무나 못 줘. Mtu yote aweza kawapa kitu hicho mimi ambacho nataka kuwapa. 진짜 이런 걸 가지고 이런 걸 전달하러 가는 사람은요, 다른 걸 안 주고 와도 다 주고 오는 거예요. 진짜. Mtu ambaye anakupa hicho na asipokupa vitu vingine ni amekupa vyote jamani. 지금까지 많은 선교사님들이 와가지고 Mpaka sasa wamisionari wengi sana wameshakuja huku. 그 나라 사람들에게 의식주 필요한 거 많이 도와주잖아요. Wamewasaidia watu wengi sana kwenye vitu vya kula, malazi na mavazi. 진짜 아프리카 여러분에게 필요한 게 뭡니까? Kweli nini Waafrika mnahitaji kitu gani? 진짜 여러분들에게 필요한 게 뭐예요? Ninyi kweli jamani mnahitaji kitu gani? 먹는 겁니까? Chakula, 입는 겁니까? mavazi, 자는 겁니까? malazi? 의식주가 필요합니까? Mnahitaji chakula, mavazi na malazi? 그것 때문에 여러분이 어렵습니까? Kwa sababu hayo mambo ninyi mna mazingira magumu. 그 사람은 복음 모르는 사람이에요. Mtu ambaye anawaza hivyo hafahamu Injili. 정말로 여러분 나라에 필요한 게 뭡니까? Kwenye nchi yenu ninyi mnahitaji kitu gani kweli? 생명의 빛 대신 그리스도가 필요한 겁니다. Nuru ya Kristo ambayo ni uzima mnahitaji. 복음이 필요한 거예요. Mnahitaji Injili. 그 복음을 전달할 수 있는 주의 종으로 부르심을 입었다. 여러분 최고 축복 속에 있는 사람이에요. Kama Mungu ameweta kama watumishi wa hiyo kazi, basi ninyi ni watu wamebarikiwa kuliko wengine wote basi. 그래서 눈에 안 보게 이 마귀는
여러분 나라에 아프리카에 이 복음이 못 들어오고 복음 가진 지도자가 못 일어나도록 막이는 역사예요. Kwa Ibilisi amekuwa akifanya kazi kwenye Afrika ili viongozi na watu wenye injili wasiweze kuinuka kwenye Afrika. 그래서 예수님이 제자를 불러가지고 훈련을 3년간 시켰잖아요. Kwa Yesu mara baada ya kuwaita wanafunzi wake aliwapa mafunzo miaka 3. 이 3년 동안에 예수님은 한 사람을 뒤바꿔버린 거예요. Kwa hii miaka 3 Yesu alimbadilisha mtu mmoja. 여러분이 만약에 또 여러분 교회가 만약에 이런 내용과 이런 시스템을 갖고 있다면은 하나님은 여러분을 쓰실 겁니다. Kama ninyi na makanisa yenu mtakuwa mna huo mfumo, basi Mungu atawatumia ninyi. 그래서 제가 특강 때 제가 이야기를 하겠습니다. Nitaongea wakati wa special lecture. 예수님의 제자 훈련을 제가 특강 때 한번 하겠습니다. Wakati wa lecture maalum nitaongea yale maneno na mafunzo ya Yesu ambaye alitoa. 그 아웃라인을 제가 좀 미리 이야기하겠습니다. Nitawapa outline, nitawapa miongozo kwanza. 갈보리산입니다. Mlima wa Kalvari. 갈보리산 체험입니다. Uzoefu wa mlima wa Kalvari. 다른 말로 갈보리산 집중이에요. Kwa maneno mengine, umakini wa mlima wa Kalvari. 조금 더 이야기하자면은 Kiongea kidogo kwa undani zaidi, 왜 여러분의 역사가 일어나냐? kwa nini ninyi kwenu kazi za Mungu hazitokei? 버려야 될 걸 안 버리고 있어가지고. Mna vitu ambavyo mnapaswa kuvitupa lakini hamjavitupa mnavyo. 버려야 되는데 Mnapaswa kuvitupa vitu hivyo. 안 버릴 걸 그대로 갖고 있어요. Hamjavitupa, mko navyo, mmevishikilia. 다시 말하면 Kwa maneno mengine, 바울은 표현하기를 배설물이라고 그랬어요. Paulo yale mambo yote ambayo alikuwa anahitaji aliona kama mavi. 그 배설물을 Yale mavi 우리가 잘 버려야 되잖아요. tunapaswa tuyatupe vizuri. 그거를 차지하려고 하고 그거를 움켜잡고 그걸 안 내놓으려 하니까 배가 아픈 거예요. Kwa sababu alikuwa unajaza vitu hivyo, unataka kuwa navyo, tumbo lazima likuume. 배설물은 잘 내보내야 돼요. Mavi lazima uyatoe vizuri. 변을 잘 보는 게 얼마나 큰 축복인지 압니까? Lazima unajua ninyi ni baraka kubwa namna gani kuyatoa hayo. 그 변을 보면은 그 사람의 변 색깔을 보면은 그 사람의 건강 상태를 알 수 있어요. Ukiangalia rangi ya tumbo la mtu unaweza ukajua afya yake ikoje huyo mtu. 이 사람이 어떤 걸 잘 버리느냐에 따라 그 사람이 가지고 있는 게 뭔가를 알 수 있어요. Unaweza ukajua huyo mtu anatupa kitu gani vizuri na ana kitu gani kizuri ndani yake, unaweza ukajua kwa urahisi. 그래서 예수님은 제자들을 불러가지고 버리게 만들었어요. Mara baada ya Yesu kuwaita wanafunzi wake, aliwafanya watupe na kuacha vitu vyao. 자, 그리고는 Na mara baada ya hapo, 부활하신 주님이 huyu Bwana ambaye alifufuka 감람산으로 불렀어요. akawaita mlima wa Mizeituni. 40일간 감람산에서 40일간 집중하셨어요. Alikuwa na umakini mlima wa Mizeituni kwa siku 40. 여기 돼야 여러분 이제 뭐냐니까 Lazima mfikie hapa, ninyi mtakuwa nini sasa? 분별이 돼요. Mtaweza kuanza kutofautisha vitu. 종교와 복음도 구분이 되고 Mtatofautisha dini na injili, 무리와 제자도 구분이 되고 tofautisha wale makundi na wanafunzi. 이런 정확하게 여러분 이제 분별이 딱 되는 거예요. Mtaweza kutofautisha vitu kwa sahihi namna hiyo baada ya hapo. 그리고는 예수님은 마가 다락방 체험이에요. Na mara baada ya hapo aliwapa uzoefu wa chumba cha orofani cha Marko. 요래 되면은 여러분에게 드디어 이제 뭐냐? Mkifikia hapo mwisho wa siku nini kinatokea? 하나님의 말씀 성취의 증거를 가진 증인이 딱 돼요. Mtakuwa mashahidi wa shuhuda za utimilifu wa neno la Mungu sasa. 좀 더 다른 말로 Kwa maneno mengine kidogo, 확인이 딱 돼요. mtaweza kwenda kuhakiki kitu fulani sasa. 자, 요렇게 한 사람을 쉽게 말하면 뒤바꾸는 겁니다. Kwa unabadilisha mtu mmoja namna hiyo. 오늘 이 자리에 제 제자 필리핀 선교사도 와 있어요. Leo katikati ya wanafunzi wangu na mwanafunzi ambaye yupo kule Ufilipino. 이번에 1강, 2강, 3강 내일까지 강의는 어떻게 보면요. 아프리카뿐만 아니고 필리핀에도 진짜 필요한 내용이에요. Kwa kweli haya masomo yangu yote la kwanza mpaka la 4 sio tu Afrika, hata Ufilipino yanahitajika haya yaliyomo kwao. 그러니까 아프리카 사람들이 버려야 될 게 많이 있어요. Waafrika wana vitu vingi sana vya kutupa na kuviacha. 그리고 아프리카 사람들이 정말로 제대로 분별해야 돼요.
Lakini pia Waafrika wana vitu ambavyo wanahitaji kuvitofautisha kwa usahihi. 무조건 주는 거 막 받아 먹으면 안 돼. Hampaswi tu kupokea na kula vitu ambavyo mnapewa na kuvipokea. 진짜 내게 뭐가 필요한 걸 알고 Lazima nifahamu mimi hivi kweli nahitaji kitu gani? 정말 어떻게 보면 손 잡아야 될 거 손 잡아야 되지. Kama 아무거나 kitu 막 cha 준다고 덥석 받아보면 안 된다니까. Usikamate tu kitu na kupokea kitu kutoka kwa mtu yeyote. 그런 분별하는 눈이 열려야 돼요. Lazima macho yako ya kuweza kutofautisha vitu yafunguliwe. 그리고 진짜 뭐냐? 뭘 하기 전에 제대로 확인을 해야 돼요. Kabla ya kufanya kitu fulani basi lazima uhakiki kwanza. 하나님이 정말로 필요하고 원하는 걸 딱 바르게 해야 되죠. Lazima ufanye kwa usahihi kile kitu ambacho Mungu anakitaka na ambacho anakihitaji. 이게 진짜 하나님의 말씀과 성경과 맞는지를 확인하고 그게 올인해야 되죠. Uhakiki kwanza afu uweke moyo wako wote kwenye kitu ambacho Mungu kweli anakitaka na kipo kwenye mapenzi yake kwanza. 그럴 수 있는 한 사람으로 주님이 바꾸신 겁니다. Kwa Bwana anabadilisha mtu mmoja aweze kufikia hatua na hali ya kuweza kufanya hivyo. 그리고는 예수님이 말씀하시잖아요. Na mara baada hapo Yesu akasema, 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. basi ninyi endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. 그 가서 한 사람을 어떻게 하라 말이야? Yule mtu mmoja mmoja aliambiwa akafanyaje? 이렇게 하라는 이야기. Aliambiwa akafanya hivi. 너희는 가서 제자 삼으라. Ninyi enendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. 영국 유학생들이 프랑스로 유학을 갔어요. Kuna mtoto mmoja kutoka kule Uingereza alienda Ufaransa kusoma. 그때 당시는 영국보다 프랑스가 더 앞섰던 시대니까요. Maana yake kipindi kile Ufaransa ilikuwa mbele kimaendeleo kuliko Uingereza. 근데 그 유학생들이 프랑스에서 추방돼가 왔어요. Lakini huyu akafukuzwa akaenda kule Ufaransa. 그래서 그게 영국 이제 쉽게 말하면 왕에게 보고가 됐어요. Hii habari ikaripotiwa kwa mfalme wa Uingereza kwamba mwanafunzi amefukuzwa. 우리나라 학생들이 프랑스에까지 유학을 가고 거기서 쫓겨왔냐? Kwa nini mwanafunzi wetu ameenda mpaka Ufaransa na amefukuzwa amerudi kwetu Uingereza? 우리나라에도 대학을 세워라. Hata kwenye nchi yetu basi tujenge vyuo vikuu. 바람이 불고 비가 오고 홍수가 나도 떠내려가지 않고 거슬러 올라갈 수 있는 그런 인재를 키워라. Tukuze watu wakubwa ambao hata kama upepo utapuliza maji yatavuma waweze kwenda juu. 그러니까 생기는 대학이 옥스퍼드 대학입니다. Na chuo kilichotokea mara baada ya hapo ni Oxford University, chuo kikuu cha Oxford. 옥스가 항소합니까? Ni ng'ombe. Ox maana yake ni ng'ombe dume. 홍수가 났을 때 물을 거슬러 올라갈 수 있는 짐승은요 황소밖에 없어요. Hakuna mnyama ambaye anaweza kapita kwenye mafuriko kwenye maji mengi zaidi ya ng'ombe dume, fahari. 그러니까 생기는 대학이 옥스퍼드 대학이라. Ndio maana chuo cha kidunia ambacho kilitokea pale ni Oxford. 여러분 교회에 여러분 현장에 이런 제자를 여러분 세울 수 있어야 돼요. Lazima muweze kuimarisha mwanafunzi mmoja kwenye makanisa yenu na kwenye mashamba yenu, mwanafunzi wa namna hiyo. 흔들리지 않고 무너지지 않을 수 있는 그런 제자를 여러분 세워야 돼요. Msomeshe mwanafunzi ambaye hawezi kutereka na hawezi kuyumba, mwanafunzi wa namna hiyo. 다른 거는 제가 자랑할 거 없고요. Mimi siwezi kujivuna kwa vitu vingine. 여러분 이번에 정인 강사들 간증을 들었을 겁니다. Ninyi mtasikiliza ujumbe kupitia walimu mashahidi wangu. 제게 하나님이 그런 제자들을 제게 붙이셨다. Mungu ameniunganisha mimi na wanafunzi wa namna hiyo. 그만큼 제게 축복이 됐습니까? Kwa kiwango hicho mimi nimepata baraka. 좀 못한 말로 생명 걸었습니다. Kwa maneno mengine nimepata uzima. 생명 걸었는데 돈을 못 걸겠어요? Nimetoa uzima, nitashinda kutoa hiyo pesa? 생명 걸었는데 시간을 못 걸겠어요? Kama nimetoa uzima wangu nitashinda kutoa muda wangu? 그 자기 돈 내고 자기 시간 내 가지고 제가 가는 여기에 같이 다 따라왔잖아요. Wametoa pesa zao na muda wao wamenifuata mpaka mimi huko ambako ninakwenda wamefika hapa. 여기 오기 전에 바로 3일 전에는 스페인에 열흘 동안 갔다가 또 바로 3일 만에 또 저를 따라 아프리카에 왔다는. Kabla ya kuja hapa alikuwa Hispania na kakaa tu siku 3 akanifuata moja kwa moja na mimi kuja huku Afrika huyu mwingine. 또 한국 들어가면 또 멕시코 갑니다. Na akirudi kwenda kusini huyu ataenda tena Mexico moja kwa moja. 사람의 어떤 그거로는 안 돼요. Kwa mwanadamu mambo haya hayawezekaniki kweli. 진짜 여러분이 이런 제자가 여러분에게 한 명만 있어도 여러분 인생 성공한 겁니다. Mkiwa na mwanafunzi angalau kama mmoja tu kama huyo mmefanikiwa maisha yenu yote nadhani. 그 여러분 스스로 한번 돌아보라니까요. Angalieni sasa maisha yenu sawa sawa. 내게는 진짜 그런 제자가 있는가? Mimi nina mwanafunzi kama huyu nijiulize. 여러분에게 디모데 같은 아들과 같은 그런 제자가 있습니까? Mna mwanafunzi ambaye ni kama mtoto wenu kama Timotheo yupo au la? 여러분에게 정말로
생명 걸고 보호자, 식주인, 동력자, 사랑하는 자, 친척 같은 자, 인정받는 자, 이 바울과 같은 인물에게 붙었던 로마서 16장의 인물들이 여러분 있다면 여러분 성공한 거예요. Kama tuko mna watu kama wale wa Warumi 16 ambao ni walinzi, wasaidizi wa chakula, mavazi na malazi, basi mtakuwa mmefanikiwa kama Paulo alivyokuwa nao wale watu. 그러려면은 여러분이 먼저 어떻게 보면 하나님이 그런 사람을 붙여줄 수 있는 여러분이 그릇이 돼야 되겠죠. Ili mfikie hapo basi lazima mwe mna chombo ambacho kwa hicho Mungu anaweza kaunganisha na watu wa aina hiyo. 그래서 이건 참 하나님이 역사하셔야 되는 거죠. Jamani, kwa jambo hilo lazima Mungu afanye kazi yani. 여러분 안에 그리스도가 실제로 생명으로 와 있다면은 여러분의 눈, 여러분의 생각, 마음, 여러분의 모든 부분에 복음이라는 걸로 이렇게 다 보이게 됩니다. Kama Kristo yupo ndani yenu kama uzima, basi mtaweza kuangalia mambo yote na maeneo yote kwa macho ya Injili. 그 모든 대화 속에 Katikati ya mazungumzo yote, 기도가 이렇게 되고 maombi yaweze kutokea. 여러분이 하는 한마디에는 사람에게 뭔가 답을 주는 일이 일어날 겁니다. Maneno ya kuongea maneno yenu mamoja mamoja yawe maneno ya kuleta majibu kwa mtu mmoja. 그래서 오늘은 전도에 대한 것도 그냥 전도가 아니고요. Tunasema habari ya uinjilisti na sio tu uinjilisti. 성경에 있었던 전도를 여러분 조금 이해하셔야 돼요. Lazima muelewe uinjilisti ambao ulikuwepo ulifanyika kibiblia kwenye Biblia. 조금 더 다른 말로 Kwa maneno mengine, 사도행전에 일어났던 전도지요. uinjilisti ambao ulitokea kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume maana yake. 이 전도가 여러분이 되어야 될 거 아닙니까? Lazima uinjilisti utokee kwa jamani au la? 아프리카에 이 전도도 일어나야 되겠죠. Lazima kwa Afrika harakati za uinjilisti zitokee, si ndio? 자, 그런데 Lakini 그게 되기 위해서는 가장 먼저 여러분에게 되어져야 될 게 있습니다. kwa ajili ya kufikia hapo, kwanza kuna kitu kimoja ambacho lazima kiwezekanike kwenu kwanza. 그래서 제가 강의 시간이 뭐 2시간 이렇게 정해져 있더라고요. Mimi najikuta naongea kama masaa mawili ya muda wa lecture. 그래서 제가 강의 2시간 그게 저는 제한 안 받습니다. Mimi siangalii ule muda masaa mawili ya lecture. 물론 지키면 좋지요. Nikitunza ule muda ni sawa, ni kitu kizuri. 근데 오늘 이 시간에 하나님이 여러분에게 필요하고 원하는 말을 다 했다. 끝내면 돼요. Kama nimeongea ile yote ambayo Mungu anahitaji ninyi mmesikie, basi imeisha bila kujali yale masaa yangu mawili nimemaliza au la. 그게 2시간 안에 끝날 수 있다면 좋고, Nikimaliza ndani ya masaa mawili ni kitu kizuri. 3시간 할 때는 3시간 가야 되는 거고. Nikienda masaa matatu niko tayari kwenda masaa matatu. 근데 오늘은 아무래도 1시간 반이면 끝나지 않겠나 싶지 않은데. Lakini leo nawaza naweza ndani ya saa moja na nusu hivi. 그러면 또 우리 최우수 선생님 수습이 할 수 있으니까. Sababu gani? Missionary Choi pia yupo pale amejiandaa. 그 사람도 또 뭐 많이 하면 다 좋으니까. Kwa sababu anapenda niongee maneno mengi. 그래서 제가 모자라는 시간을 보충해가지고 특강으로 떼올랍니다. Ndio maana yale ambayo nimeshinda kuongea nataka niongee kwenye special lecture. 근데 오늘은 1시간 반까지 안 갈 수도 있어요. Leo naweza nisifikishe saa moja na nusu jamani. 그 여러분 제가 지금 하는 이 말을요 딱 알아들으면은 Kama mkielewa maneno ambayo nayoongea mimi hapa leo, 가장 먼저 여러분 일어나는 일이 있어요. jambo ambalo litokea kwanza kwenu ninyi. 개인 전도가 되기 시작해요. Uinjilisti binafsi utaanza kutokea kwenu kwanza, namba moja. 개인 전도가 되기 시작한다. Uinjilisti binafsi utaanza kwanza kutokea kwenu. 자, 개인 전도가 된다 이전에 여러분이 누구를 만나든지 어떤 사람에게든지 여러분이 답을 줄 수 있으면 돼요. Kabla uinjilisti binafsi haujatokea, lazima kwanza aidha kwenu au kwa mtu mwingine muwe na uwezo wa kuleta majibu. 전도는 한마디로 말하면요 답을 주는 겁니다. Uinjilisti kwa maneno mengine ni kuwapa watu majibu. 답을 모르고 답이 없는 사람에게 인생에 답을 주는 게 전도입니다. Uinjilisti ni kumpa mtu majibu kwenye maisha yake, mtu ambaye hana majibu kwenye maisha yake. 그 제가 지금 여러분에게 답을 주고 있잖아요. Mimi sasa hivi tunawapa ninyi majibu. 답을 주는 게 전도예요. Kuwapa watu majibu ni uinjilisti. 그 부분에 제가 조금 현장 간증을 여러분이 한번 좀 해보겠습니다. Nitajaribu kutoa ushuhuda kidogo kwenye shamba la Bwana kwenye hilo eneo. 제가 그 어느 현장에 목사님과 함께 전도를 하러 갔어요. Nilienda na mchungaji mmoja kwenye shamba fulani la uinjilisti. 한 가정에 제가 이렇게 방문을 하게 됐어요. Nikatembelea familia moja kule. 목사님과 이제 사모님과 함께 같이 한 현장에 제가 전도하러 가게 됐어요. Nilienda kwenye shamba moja la uinjilisti pamoja na mchungaji na yule mama mchungaji.
wa yule mchungaji, yani mke wake. 갔는데 Tulienda kule, 전도할 수 있는 분위기가 안 돼. mazingira ya uinjilisti kutokea yalikuwa haiwezekaniki pale. 이 사람이 막 화를 내면서 막 소리 지르고 이래요. Huyu mtu alikuwa amekasirika huku anapaza sauti anapiga kelele. 알고 봤더니 Nilipochunguza, 사모님의 친오빠라. nilipogundua nikagundua huyu ni kaka yake na yule mke wa mchungaji. 사모님은 목사님을 만나가지고 교회 사모가 됐죠. Mara baada ya kukutana na yule mchungaji akawa mchungaji huyu mama. 그 가족들은 전부 다 완전 불신자예요. Na wale wanafamilia wake wote ni wasioamini. 그냥이 아니고 절 하나를 완전히 섬기는 그런 불신자가 보니. Sio tu wasioamini, ni wasioamini ambao wanaenda kwenye matempo wengine. 그러니까 그 오빠가 목사님과 사모님을 엄청 싫어해요. Kwa yule kaka yake na yule mama mchungaji akamchukia yule dada yake pamoja na mchungaji alikuwa anawachukia. 그러니까 제가 그 가정에 갔을 때는 Nilipokwenda mimi pale, 이 양반이 목사님하고 사모님에게 자기 인생에 원한 맺힌 거 상처받은 걸 막 소리 지르면서 이야기하고 있는 거예요. kwa akawa anaelezea majeraha yake yote kwa mchungaji na dada yake ambaye ni mchungaji, akawa anaelezea majeraha yake pale yote huyo. 그러니까 언뜻 보면은 뭐 전도할 수 있는 상황이 안 되잖아요. Kiangalia kifupi ni mazingira ambayo uinjilisti hauwezi kutokea hapo, si ndio? 그러니까 같이 갔던 전도사 한 명이 오늘 이 집은 전도할 시간표가 아니다 하면서 가자 하더라고요. Nilipoenda na mwinjilisti mmoja pale alinifuata akaniambia, leo bwana, haya mazingira sio ya kufanya uinjilisti, tuondoke. 근데 제가 Lakini mimi 그 사람에게 nikamwambia, 답을 줬어요. nikampa jibu yule. 당신이 지금 이런 문제 속에 이런 생각과 이런 마음으로 이렇게 화를 낼 수밖에 없는 이유. Sababu ambayo kwa hiyo wewe huna budi bali kuwa na hasira na huna budi bali kuwa na hayo majeraha ndani ya moyo wako. Nikamwambia, 당신의 문제가 어디서부터 왔는 문제인지, matatizo yako wewe yameanzia wapi, yametoka wapi ndugu? 당신의 인생이 이럴 수밖에 없는 이유. Sababu ya maisha yako kutokuwa na budi bali kuwa hivyo. 정확하게 제가 왜 예수 믿어야 되는지 제가 복음을 설명했어요. Nikamwelezea injili, kwa nini wewe unapaswa kumwamini Yesu. Nikamwambia, 아까 제가 이야기했던 대로요. 그 가문에 오랫동안 역사했던 흑암이 그 자리에서 무너졌어요. Kama nilivyowaambia, mamlaka yote ya giza iliyofanya kazi kwenye ile familia, kwenye ile muda ya kawa yameanguka pale. 이 사람의 마음과 생각을 지고 멸망으로 끌고 가던 흑암 세력이 그 시간에 무너졌어요. Ule muda mamlaka ya giza ambayo ilikuwa yanaongoza moyo na mawazo yake kwenye maangamivu yakakatika pale ule muda. 그래서 이 사람의 마음의 문이 열린 거예요. Mlango wa moyo wake ukafunguka pale. 그래서 저한테 했는 말입니다. Mara baada ya hapo akaniambia, 오늘 전도사님이 하시는 말씀이 제게 너무나 와닿습니다. maneno ambayo ameniambia leo mwinjilisti yamenigusa kweli sawa sawa. 그래서 제 앞에 무릎을 꿇었어요. Akapiga magoti, 그리고 그리스도 대신 예수님을 구주로 영접했어요. akampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wake Kristo. 그래서 제가 그 양반에게 당신이 이 복음을 계속 듣고 싶냐 물었어요. Kwa nikamuuliza, je, wewe unatamani kuendelea kusikiliza hii injili pale? Nikamuuliza. 듣고 싶다는. Akaniambia, ndio natamani kuendelea kusikiliza. 그래서 제가 그 사람 집에서 성경 공부를 시작했어요. Nikaanza kufanya Bible study kwenye ile nyumba yake. 그 사람이 장로가 됐어요. Akawa mzee wa kanisa siku moja baada ya hapo. 그 사람과 관계된 모든 사람이 복음을 다 들었어요. Na wale wote waliokuwa wameunganishwa na yeye wakasikiliza injili 그 siku moja. 집안의 모든 가문이 복음 들었어요. Kwenye familia line yao yote injili ikaweza kusikika. 그 동네 알코올 중독자들이 복음 들었어요. Wale wote waraibu wa pombe wakaweza kusikia injili kwenye kile kijiji chake yule mzee. 그 동네에 귀신 들려서 시달리던 할머니가 저를 찾아와 가지고 살려달라 했어요. Nabii mmoja ambaye alikuwa amekamatwa na mapepo kwenye ile eneo akanifuata mimi, akaomba nimsaidie na kumwokoa. 그 한 사람을 데리고 성경 공부를 계속하는데 가족 한 명 한 명이 돌아와 가지고 예수 영접하고 구원받는 하나님의 역사를 제가 보게 됐어요. Nikaona kazi za Mungu za wanafamilia wote kurudi na kumwamini Mungu kupitia huyu mwanafamilia mmoja ambaye niliendelea kufanya Bible study pale. 그러니까 제가 서로를 이야기한 대로 눈에 보이는 거 결과입니다. Kama nilivyowaambia kwenye utangulizi, yanayoonekana mbele ya macho yetu haya ni matokeo tu. 그 눈에 보이는 결과가 나올 수밖에 없는 실질적인 부분에 답을 딱 주는 거예요. Unawapa mtu majibu ya kiuhalisia tofauti na yale ambayo yameonekana mbele ya macho yake. 그 여러분이 답을 줄 수 있으면 돼요. Ninyi mkiwa na uwezo kuwapa watu majibu basi 전도는 natosha. 뭐냐? 답을 주는 거예요. Uinjilisti nini? Ni kuwapa watu majibu. 여러분에게 전도가 안 된다. Kama labda uinjilisti kuna uwezekanike, 답을 못 주는 거죠. maana yake nini? Hamna uwezo kuwapa watu majibu.
제가요, 제 samu실에 ofisini kwangu mimi 제가 저와 관계된 사람을 두고 기도하고 있었어요. nilikuwa naomba Mungu kwa watu ambao nimehusishwa nao, ambao na mahusiano nao. 어느 날 제하고 관계 있는 사람이 저를 찾아왔어요. Siku moja wale ambao nina mahusiano nao wakaanza kuja kunitafuta, kunitembelea. 근데 이 양반이 저를 탁 보더니 신앙생활 하십니까? 이런 물어요. Alivyoniona tu akaniuliza, je, wewe unaishi maisha ya kiimani? Yule rafiki mmoja aliponiona. 신앙생활 합니다. 그랬죠. Akamwambia ndio, naishi maisha ya kiimani. 신앙생활 어떻게 하십니까? Akaniuliza, je, wewe unaishije maisha yako ya kiimani? 그때 제 마음에 이 사람이 뭔가 좀 갈급한갑다 이 생각이 들었어요. Kwa ule muda nikaanza kuwaza, huyu mtu inaonekana ana kiu fulani kwa sababu aliuliza yale maswali. 그래서 제가 모태 신앙이고 어려부터 교회 다녔지만은 제가 실패한 거. Kwa nikamwambia leo yote ambaye nilifeli mara baada ya kuishi maisha yangu ya kidini tangu nilipozaliwa, maisha ya kiimani ya 우리 kuzaliwa. 부모님이 교회 중직자인데 사업이 부도나고 실패한 거. Wazazi wangu walikuwa ni viongozi wa kanisa, mambo yao waliofanya na waliofeli kwayo. 교회가 계속 싸우고 문제 많은 거 제가 간증했어요. Nikamwambia yale mambo ya magomvi ya kanisa na matatizo mengi ya kanisa yaliyokuwa yanatokea na yaliyokuwa 그러다가 제가 진짜 예수님을 그리스도로 바르게 알게 되면서 내가 은혜 받은 거 간증했어요. Mara baada ya hapo nikamwambia zile neema ambazo nilizipata mara baada ya kumwamini Yesu kama Kristo na kumfahamu Yesu kama Kristo. 제가 눈을 찌르거나 내가 머리에 손을 얹거나 한 적 없어요. Sijawahi kumnyoshia mtu vidole kwenye macho yake wala kumshika kichwa chake. 그냥 마주보고 앉아가지고 제가 간증했어요. Nilikaa tu nikaongea naye nikampa ushuhuda wangu basi. 성령께서 이 사람이 역사했어요. Roho Mtakatifu alifanya kazi ndani ya huyu mtu. 의자에 앉아있던 이 사람이 바닥에 무릎을 꿇고 사람이 뒤집어졌어요. Huyu mtu ambaye alikuwa amekaa pale kwenye kiti akapiga magoti chini, huyu mtu akawa amegeuzwa. 한 20분간을 이 사람이 진짜 회개하더라고요. Dakika 20 huyu mtu akawa na toba. 겨우 안정을 하고 제게 이야기했어요. Akaniambia maneno yake kwa moyo wa dhati. 제가 오늘 이곳에서 하나님을 만났습니다. Mimi leo nimekutana na Mungu kwenye ile eneo, akaniambia pale. 그러면서 자기 이야기를 하는 거예요. Mara baada ya hapo akaniambia mambo yake. 장로 아들, 자기 형은 목사. Akaniambia kaka yake ni mzee wa kanisa. 자기가 고등학교 때까지 목사 되겠다고 소원했던 사람. Ni mtu ambaye alikuwa na matumaini tangu alipokuwa anasoma A-level kuja kuwa mchungaji siku moja. 근데 지금은 완전히 타락해 가지고 방황하고 있는 상태. Ile hali, lakini sasa hivi ameanguka na yupo kwenye hali ya kutangatanga. Akaniambia hizo hali. 그런데 하나님이 제게 딱 붙인 거죠. Lakini Mungu amenikutanisha naye. 이 사람이 제게 질문했다는 거예요. Huyu mtu aliniuliza mimi maswali. 성경 구절 내가 방에 하나 붙여놨을 뿐이에요. Nimeweka tu maandiko pale ukutani kwangu, mistari ya 그거 Biblia. 쳐다보고는 제보고 신앙생활 어떻게 하십니까 물었다. Alipoangalia yale maandiko pale ukutani akaniuliza mimi maisha yangu ya kiimani naishije? 거기에 내가 답을 줬어요. Nikampa majibu kuhusiana na hilo swali lake. 나는 그리스도 말했을 뿐이에요. Mimi ni kufuata neno la Kristo basi. 부활하신 주님이 지금도 성령을 역사하시는 주님이 그 사람이 역사하고 있어요. Roho Bwana ambaye mfuka alifanya kazi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu alifanya kazi ndani ya yule mtu. 이 사람이 하나님의 역사로 뒤집어졌어요. Huyu mtu aligeuzwa kwa kazi za Mungu ndani yake. 지금 그 사람이 목사 됐어요. Sasa hivi huyu mtu amekuwa mchungaji. 감리교단의 목사가 됐어요. Amekuwa mchungaji wa dhehebu moja huko. 답을 줬다니까요. Nilimpa majibu. 오늘 여러분에게 다른 사람에게 줄 수 있는 답이 있냐가 중요한 거예요. Ni muhimu sana kujiuliza na kufahamu je, mimi nina majibu ya kumpa mtu mwingine au la. 일단 답을 주려면은 여러분이 가지고 있는 그 답이 어떤 문제에 대한 답인가를 알아야 되는 거예요. Ili niweze kumpa mtu majibu mwingine lazima nifahamu jibu ambalo mimi ninalo ni jibu la matatizo gani kwanza, mimi niweze kufahamu kwanza. 내가 그리스도만 이야기했을 뿐인데 역사는 누가 하냐? 하나님이 하시는 거예요. Mimi nimuuliza tu mtu Kristo, nani anayefanya kazi nyuma yake? Mungu mwenyewe anafanya kazi nyuma yake. 지금도 부활하셔서 성령으로 역사하시는 주님이 지금 내 있는 곳에 내 현장에 하나님 역사하는 걸 내가 봤어요. Mimi nimeona kazi za Mungu kwa shamba la Bwana kupitia Yesu ambaye anafanya kazi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kule. 제가 어느 가정에 Mimi kwenye familia moja 전도하러 갔어요. nilienda pia kufanya uinjilisti kwenye familia moja. 이 가정은 완전 엘리트 가정이에요. Hii ni familia ya wasomi sana. 대한민국에서 가장 좋은 서울대학을 다니고 서울대학을 졸업했어요. Ni watu ambao wamesoma chuo kikuu cha Seoul University ambacho ni bora kuliko vyote kule Korea Kusini. 근데 그 부모님들은 서울대학 출신에 미국에서 15년간 사업을 하던 엘리트예요. Ni wasomi pia ambao mara baada ya kumaliza chuo kikuu pale cha Seoul wamefanya kazi kule na business Marekani miaka kama 15 hivi. 아들도 서울대학을 다니고 있어요. Hata mwanao anasoma chuo kikuu cha Seoul. 그 가정에 제가 방문하게 됐어요. Nikatembelea ile familia yao siku moja. 많이 알겠지요. Wanafahamu vingi. 지식이 많겠지요. So ungekuwa na maarifa mengi, wana maarifa mengi. 그러니까 복음도 논리적으로 지식적으로
이렇게 알고 있겠죠. Hata injili wangekuwa naifahamu kimaarifa fulani na kilogic fulani, si ndio? 제가 보니까 진짜 그리스도를 잘 몰라. Nilivyoangalia walikuwa wamfahamu Kristo vizuri hawa. 그래서 제가 복음을 설명했어요. Nikawaelezea injili hawa. 이 사람 손을 들었어요. Wakanyosha mikono. 전사 질문 있습니다. Akaniambia, mwinjilisti, nina swali. 무슨 질문이요? Nikamwambia, una swali gani? 전사님 설교를 들으니까 기분이 나쁘대요. Nikisikia maneno yako mimi najisikia vibaya. Wakaniambia, 왜 기분이 나쁩니까? nikamwambia, kwa nini najisikia vibaya? 전사님 말씀하시는데 보니까 내가 구원을 못 받은 것처럼 이야기한다는 거예요. Yaani unavyoongea ni kama vile mimi sijapata wokovu. Maneno yako ni kama vile unanihukumu mimi sijapata wokovu, mwinjilisti. Akaniambia, 구원을 받으시면 될 거 아닙니까? nikamwambia, sasa kama ni hivyo si upate wokovu basi. 제가 15년간 교회 다녔습니다. Akaniambia, mimi nimeenda kanisani miaka kama 15 hivi. 제가 15년간 성경 공부했습니다. Nimejifunza Biblia miaka 15 mimi. Akaniambia hivyo. 제가 미국에서 집사입니다. Akaniambia, mimi ni shemasi kule Marekani. 집사라고 구원받는 거 아닙니다. Nikamwambia, kuwa shemasi sio kupata wokovu. Nikamwambia, 15년간 성경 공부한 걸로 구원받는 거 아닙니다. kusoma Biblia miaka 15 sio kupata wokovu. Nikamwambia, 우리가 구원받을 수 없는 이유, sababu ya sisi kutopata wokovu ni nini? 하나님이 우리에게 주신 구원의 길. Njia ya wokovu ambayo Mungu ametupa sisi. 저 복음 설명했어요. Nikamwelezea injili. 이분에게 성령의 역사였어요. Roho Mtakatifu akafanya kazi ndani ya huyo mtu. 하나님이 이 사람의 마음 생각에 지금까지 복음 하나 못 깨닫도록 사단의 역사했던 흑암이 그 자리에 결박됐어요. Mamlaka yote ya giza ambayo alikuwa anafanya kazi ndani ya moyo na mawazo yake asigundue injili yakafungwa wakati ule. 하나님이 이 사람의 마음에 임하신 거예요. Mungu akaingia ndani ya moyo wa yule. 그러니까 흑암 무너지죠. Mamlaka ya giza yakaanguka kwa yule mtu. 그러니까 잡혀있던 생각이 깨달아진 거예요. Mawazo yote alikuwa amekamatwa nayo akaanza kuyagundua. 복음이 덮인 거예요. Injili ikaingia ndani. 그 복음 앞에 서울대학이 무릎 꿇었어요. Na ndani ya ile injili kile chuo cha Seoul University kikaanguka mbele yake. 그리스도 대신 예수님을 진짜 인격적으로 구주로 영접했어요. Akampokea kweli Yesu ambaye ni Kristo ndani ya moyo wake kama Bwana na Mwokozi. 영접 이후에 이 사람이 있던 질병 치유돼 버렸어요. Mara baada ya kumpokea magonjwa yake akapata kupona. 내가 질병 고쳐달라고 기도한 적 없어요. Sijawahi kuomba aponye magonjwa yake huyo mtu. 하나님 자녀 되는 순간에 생명이 임하는 순간에 영적 문제로 와졌던 육신적 질병이 치유돼 버렸어요. Mara baada ya kuwa mtoto wa Mungu na kupata uzima, ile magonjwa aliyokuwa nayo yakapona pale. 우리나라에 보건복지부 국장을 제가 만나러 왔어요. Nikutana na mtu mmoja wa ustawi wa jamii kule kwenye nchi yetu. 부인은 교회 근사예요. Na mke wake anaenda kanisani. 남편은 불신자예요. Na mume wake ni asiyeamini. 부인이 저를 통해서 이제 은혜를 받고 있었어요. Na yule mke alikuwa anapata neema kupitia mimi, akapata neema. 자기 남편 좀 만나봐 달라고. Akaniomba nikutane na mume wake huyo. 자기 남편에게 복음 좀 전해 달라고. Akaomba nimuelezee injili mume wake. 그러니까 자기 남편을 찾아갔어요. Nikamtafuta mume wake, nikamwendea mume wake. 찾아갔더니 화를 확 내요. Nilipoenda akaanza kunikasirikia. 부인에게. Akamkasirikia mke wake huyo mume. 왜 데리고 왔냐는 거예요. Kwa nini umemleta huyu huku? 그래서 제가 그 사람에게 Kwa nikamwambia, 말할 수 있는 상황이 안 되잖아요. siwezi kuongea na yeye sasa hivi. 그 커피 한 잔 주면서 먹고 가라는 거예요. Akaniambia ninywe haraka alafu tuondoke. 그래서 커피 마시면서 기도하고 있었어요. Katikati ya kunywa ile kahawa nilikuwa namuomba Mungu. 기도하고 있는데 이분이 내게 이야기했어요. Katikati ya kuomba Mungu akaniambia huyu mtu. 하나님을 내게 설명해 보라는 거예요. Akaniambia, hebu nielezee Mungu, kuhusu Mungu. 자기 따나 나름대로 뭔가 막 신학 석석도 찾아보고 나름대로 고민을 많이 했던 사람이에요. Ni mtu ambaye alikuwa na maswali mengi kuhusiana na theolojia na Mungu. Alikuwa ameshatafuta vitu vingi, alikuwa navyo kichwani tayari. 하나님을 설명한다고 믿으시는 거 아닙니다. Nikamwambia, mimi kukuelezea Mungu sio wewe kumwamini Mungu wala sio kumwamini Mungu. 내 머리로 지식으로 내가 아무리 찾아보려 해도 찾아볼 수 있는 게 아닙니다. Na hicho kitu sio nikipata kwa kichwa changu au kwa maarifa yangu mwenyewe. 구원은 믿음으로 받는 겁니다. Wokovu tunaupata kwa njia ya imani. 하나님이 은혜 주셔야 되는 겁니다. Lazima Mungu anipe neema kwanza. 그래서 제가 복음을 설명했어요. Ndio maana nikamwelezea injili. 왜 우리 인간이 하나님을 알 수 없고 하나님을 만날 수 없는지. Kwa nini wanadamu hatuwezi kukutana na Mungu, hatuwezi kumfahamu Mungu? Nikamwelezea. 하나님이 우리에게 하나님을 만날 수 있도록 열어주신 길이 뭔지 설명했어요. Nikamwelezea njia ambayo ametufungulia si Mungu kuweza kupata wokovu. 그 길이 그리스도여야 되는 이유. Sababu ya hiyo njia kuwa Kristo. 그 그리스도의 자격. Sifa za huyo Kristo. 그 그리스도의 자격으로 이 땅에 오신 분. Yule mtu ambaye alikuja kwa sifa za Kristo kwenye huu ulimwengu. 그분이 예수다. Huyo mtu ni Yesu. Nikamwambia. 그래서 예수가 그리스도라는 증거로 동정녀 탄생하셨다. Ndio maana kusikia kwamba yeye ni Kristo, huyo Yesu alizaliwa na mwili wa bikira. 그리고 그분이 십자가 죽으셨다. Na ndio maana alikufa pale msalabani. 그리고 그리스도는 증거로 부활하셨다. Na ushuhuda kwamba yeye ni Kristo alifufuka. 부활하셨다는 증거. Na ushuhuda kwamba yeye alifufuka. 지금도 이 자리에 그분의 이름을 부를 때 역사하신다. Anafanya kazi sasa hivi ukimuita jina lake kwamba
alifufuka. 근데 이분이 그 말이 믿어진 거예요. Lakini huyu mtu akaamini yale maneno. 이분이 그리스도를 영접했어요. Akampokea Kristo huyu mtu. 영접하고 난데 얼굴 색깔이 확 바뀌더라고요. Mara baada ya kumpokea Kristo uso wake ulibadilika pale nikawa. 그러면서 자기 이야기를 했어요. Akaniambia. 자기 집을 한번 와달라고. Akaniambia niende kwenye nyumba yake nimtembelee. 자기 집에 갔어요. Nikaenda kwenye nyumba yake. 자기 아들이 정신 문제를 갖고 있어요. Mtoto wake alikuwa na matatizo ya kiakili, mtoto wake wa kiume. 본인은 보건복지부 국장인데 자녀는 영적 문제에 정신 문제가 와 있어요. Yeye ni waziri wa ustawi, ni mkurugenzi wa ustawi wa jamii, lakini matatizo ya kiakili yapo kwa mtoto wake wa kiume. 본인은 열심히 노력해서 성공했는데 자기에게 와지는 자녀의 문제는 해결이 안 돼요. Yeye ametia bidii, amefanikiwa, lakini ameshindwa kutatua matatizo ambayo yamemfikia mwanawe pale. 오늘 여러분 어떻게 생각하십니까? Ninyi mnawazaje jambo hilo? 여러분에게 개인 전도가 되고 있습니까? Uinjilisti binafsi kwenu ninyi unawezekanika? 여러분을 만난 사람에게 이 복음이 전거되고 있습니까? Wale ambao mnakutana nao mnaweza kudhihirishia hii injili na kuwatangazia hii injili wale ambao mnakutana nao? 여러분이 전하고 여러분 알고 있는 복음이 진짜 아프리카에 있는 사람들에게 답이 됩니까? Hii injili ambayo mnayo na ambayo mnaelezea, je, ni jibu la Afrika na Afrika inahitaji kitu hicho? 그 답을 주셔야 돼요. Lazima unaweza kuwapa watu jibu hilo. 같은 말을 하겠습니다. Tazungumza maneno yale yale. 답이 되려면은 Ili niweze kuwajibu, 진짜 문제가 뭔가를 알아야 돼요. lazima nifahamu kwanza matatizo halisia ni yapi. Namba moja, 이 한 개인에게 와 있는 문제. matatizo ambayo yapo kwenye hii binafsi moja. 권원적 운명. Hatima ya kiasili. 창세기 3장, 6장, 11장. Mwanzo 3:6-11. 영적 문제. Matatizo ya kiroho. 좀 더 다른 말로 Kwa maneno mengine, hii hatima ya kiasili, dhambi ya asili. 여러분 이거 보는 눈이 있어야 돼요. Lazima muwe na macho ya kuweza kuona kitu hichi. 아프리카의 문제가 오래된 거라니까. Matatizo ya Afrika yamekuwa kwa muda mrefu. 이미 여러분이 태어나기 이전에 이미 있었던 영적 문제예요. Matatizo ya kiroho ambayo hata kabla ninyi hamjazaliwa tayari yalikwisha kuwepo. 오래된 문제예요. Yamekuwepo kwa muda mrefu sana ya matatizo. 사단이 개입한 문제예요. Shetani ni matatizo ambayo shetani alishayawekea mkakati yawepo. 그 원인을 강대국이 찾으면 안 돼. Ile sababu msiende kuitafuta kwa mataifa yenye nguvu. 영국, Uingereza, 스페인, Hispania, 다른 나라들이 여러분을 쉽게 말하면요 노예로 삼아가고 막 그런 틀린 생각을 하고 있으면 안 돼요. msio na mawazo ambayo sasa hivi kwamba yale hizo nchi walikuja huku wakawachukua kama watumwa. Msiwaze hivyo. 그 이전에 문제가 있어요. Kabla hilo jambo kutokea, matatizo yalisha kuwepo. 이 근원적 운명 속에 배경적 운명이 있는 거예요. Ndani ya hii hatima ya kiasili kuna hatima ya kibackground. 사도행전 13장, 16장, 19장. Matendo 13, 16, 19 sura hizi tatu. 무속, 점술, 우상. Sanamu, uaguzi na dini. 이 사단이 아프리카에 이 영적인 실질적인 모르니까 막 우상에 빠졌잖아요. Sababu watu hawafahamu mambo ya kiroho. Shetani alifanya watu waingie kwenye sanamu huko Afrika. 종교에 빠졌잖아요. Watumbukie kwenye dini. 무속, Watumbukie kwenye uchawi, 주술, kwenye uaguzi. 귀신 섬기고 귀신에게 잡힌 이런 문화가 자체가 전부 다 그래요. Utamaduni wa kuona mapepo na kuabudu mapepo. 여러분 아루사에 제가 가봤거든요. Nisha kufika mimi hapo Arusha jamani. 거기에 닦아놓은 모든 작품들이 전부 다 우상이에요. Nilivyoona zile masterpieces zote, vitu vyote vya pale ni sanamu tu, vyote nimeona. 전부 다 귀신 부르고 귀신 섬기는 거예요. Vyote ni kuabudu sanamu na kuita mapepo tu, nimeviona pale vile. 이걸 모르고 있는 거예요. Lakini watu hawajui vitu hivi. 그냥 문화다 이렇게 생각해요. Wanadhani ni utamaduni tu vitu 이게 hivi. 우리 아프리카의 전통이다 생각해요. Wanasema eti ni utamaduni wetu huu Afrika. 그러니까 정신 돌 수밖에 없는. Ndio maana watu hawana budi bali kurukwa na akili. 정신 돌아요. Akili lazima iruke. 하나님 아닌 것을 하나님이랑 섬긴다는 자체가 정신 돌아요. Kushika kitu ambacho sio Mungu na kufanya kama Mungu, hiyo hali tu ni kurukwa na akili. 나무는 깎아서 탁자를 만들고 돌은 깎아서 집을 만들어야 되지. 그걸 쳐다보고 경배하고 우상 숭배를 하니 정신 문제가 이미 있었고 정신 문제가 계속 가중될 거죠. Kama uchukue mti na mawe umchonge mjenge nyumba, ukichukua kile kitu utengeneze halafu uabudu kama Mungu, hiyo hali tu ni tayari una matatizo ya kiakili. 그래서 정신 문제는 태생적 정신 문제예요. Ndio maana matatizo ya kiakili yameanza tangu mtu kuzaliwa. 이렇게 하다가 돌았다가니 Sio kwamba ghafla tu mtu umekuwa na matatizo ya kiakili. 이미 정신 문제가 올 수밖에 없는 상태 속에서 드러난 거예요. Ni tayari ulikuwa kwenye hali ya matatizo kutokuwa na budi bali kutokea. 그래서 어떻게 보면은 정신 도는 게 정상이에요. Kwa ukiangalia kwa ile kawaida mtu kurukwa na akili ni hali ya kawaida. 그래서 인간은 뭔가 분열되고 집착되고
마약에 빠지고 도박에 빠지고 음란에 빠지고 그게 어떻게 보면 당연한 인간의 상태예요. Hali ya mwanadamu kuwa na mtafaruku, kukamatwa kwenda kwenye kamari na uraibu fulani, hiyo ni hali ya kawaida kwa mwanadamu. 그런 어떤 삶의 행위, 모습이 문제가 아니에요. Na matatizo fulani, matendo fulani, na taswira fulani ya mtu mwisho wa siku, hilo sio tatizo. 그런 결과로 갈 수밖에 없는 상태가 중요합니다. Ile hali ambayo kwa hiyo mtu hana budi bali kuwa hivyo, ile hali ni ya muhimu. 그렇게 살 수밖에 없는 신분이에요. Cheo ambacho kwa hicho hana budi bali kuishi hivyo, kiko hivyo. 노예의 신분이, 노예 자체가 신분이에요. Cheo chake tu kwanza, huyu ni mtumwa. 그래서 노예로 사는 거예요. Ndio maana anaishi kama mtumwa. 사단의 노예로, 귀신의 노예로. Anaishi kama mtumwa wa mapepo na mtumwa wa shetani. 노예의 자녀는 노예예요. Mtoto wa mtumwa ni mtumwa. 신분을 바꿔야 돼요. Lazima ubadilishe cheo chako kwanza. 행동을 바꾼다고 되는 게 아니에요. Haya mambo yanatokea kwa kubadilisha matendo yako nje. 옷을 바꾼다고 되는 게 아니에요. Haubadilishi kwa kubadilisha mavazi yako. 신분을 바꿔야 돼요. Lazima kile cheo kibadilike. 운명에서 빠져나와야 돼요. Lazima utoke kwenye ile hatima kwanza. 우리는 못 빠져나와. Sisi hatuwezi kutoka. 그래서 하나님이 길을 열었어요. Ndio maana Mungu atufungulia njia yeye mwenyewe. 그 길이 그리스도예요. Na hiyo njia ni Kristo. 그 그리스도가 예수예요. Na huyo Kristo ni Yesu. 그래서 예수님이 십자가 지신 거예요. Ndio maana Yesu alijitwisha msalaba. 그리고 그분은 부활하셨어요. Ndio maana alifufuka huyu mtu. 그분은 지금도 복음을 통하여 우리를 부르고 계시는 거예요. Basi hata sisi sasa hivi kupitia injili. 이 복음이 아프리카의 소망이에요. Hii injili ni tumaini la hii Afrika. 이 복음을 말해야 돼요. Lazima tuelezee hii injili. 이 복음을 말 안 해서 지금 이 땅에 흑암이 온 거예요. Mamlaka giza yamekuja mpaka sasa kwa sababu injili haijaelezewa, ndio maana. 그래서 결국 뭡니까? Ndio maana mwisho wa siku nini? 습관적 운명 속에 빠져버려요. Watu wanatumbukia kwenye hatima za kitabia. 그게 불신자 상태 6가지. Naita hali sita za wasioamini hii. 예수님이 직접 진단했어요. Yesu alielezea moja kwa moja kitu hiki alipita. 요한복음 8장 44절. Yohana 8:44. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Ninyi ni baba yenu Ibilisi. 그래서 당연히 뭡니까? Ndio maana 요거는 신분이에요. hiki ni cheo tayari. 좀 더 다른 말로 운명이죠. Kwa maneno mengine hii ni hatima. 그러니까 어떻게 됩니까? 에베소서 2장 2절에 Waefeso 2:2 inaelezea. 세상 풍속을 쫓고 공중 근세 잡은 자를 따랐다. Mlisho kumfuata yule mkuu wa anga mwenye mamlaka ya ulimwengu. 영적 상태예요. Hali ya kiroho. Ni mabaya. 우상 숭배를 안 하면 안 되고 우상 숭배 할 수밖에 없는 영적 상태. Hali ya kiroho ambayo kwa hiyo watu hawana budi bali kuabudu sanamu tu. Lazima waabudu sanamu. 귀신 종로로 탈 수밖에 없는 상태. Hali ya kuto kuwa na budi bali kufuata na kuabudu mizimu. 그러니까 당연히 어떻게 됩니까? Ndio maana mambo yanatokea tu automatically. 마태복음 11장 28 수고하고 무거운 짐을 지게 돼요. Mathayo 11:28 mizigo mizito. 특히 종교. Hasa dini. 그러니까 당연히 뭡니까? 정신 문제가 올 수밖에 없는 거예요. Ndio maana ikatokea magonjwa ya kiakili, matatizo ya kiakili hana budi bali kutokea tu. 무거운 종교의 짐을 지고 있으니까 정신적으로 계속 시달리는 거예요. Sababu watu wamebeba mizigo mizito ya kidini, kiakili, lazima watangetange tu. 오늘 성령께서 여러분의 마음과 생각에 진짜 깨닫게 하시길 저는 기도합니다. Mimi naomba Mungu kweli Roho Mtakatifu leo afanye kazi ndani ya mioyo na mawazo yenu muweze kugundua mambo haya yanayoongea. 그래서 아프리카에 한 사람을 제대로 보는 눈이 열리는 한 사람이 나와야 돼요. Lazima atoke mtu mmoja ambaye anaweza akamuona mtu mwingine hapa Afrika kwa macho sahihi kwa usahihi. 그래서 뭡니까? 사도행전 8장 4절에서 8절 보니까 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신이 소리를 지르며 나가고 Mapepo machafu ambayo yalikuwa yamekamata watu wengi yaliwatoka kwa sauti kuu. 육신 문제. Matatizo ya kimwili. 영적 문제로 정신 문제로 와진 육신의 결과. Matokeo ya kimwili ambayo yamesababishwa na matatizo ya kiakili, ambayo yamesababishwa na matatizo ya kiroho. 그래서 그냥 안전병이가 아니에요. Huyu sio kiwete tu wa kawaida. 그냥 중풍병자 아니에요. Sio tu mtu ambaye amekufa. Sio 귀신 tu 들려서 영적 문제로 와진 육신의 질병이에요. ni magonjwa ya kimwili ambayo yamesababishwa na kuingiwa na mapepo huyo mtu. 이거를 의사 누가가 봤다니까요. Daktari Luka aliona kitu hichi. 그냥 안전병이 아니에요. Huyu sio kiwete tu wa kawaida. 그냥 중풍병자 아니에요. Huyu sio ugonjwa tu wa mauti wa huyo mtu. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신이 소리를 지르며 나가고 Mapepo yalitoka kwa watu yakipaza sauti. 안전병이와 중풍병자가 나으니 Wale wa yule kiwete na yule ambaye alikuwa ana ugonjwa wa mauti walipata kupona. 그 성에 큰 기쁨이 있더라. Kwenye ule mji furaha kuu ikatokea. 영적 문제로 와진 질병. Magonjwa yamesababishwa na matatizo ya kiroho. 그거는 영적 문제가 치유 안 되면 절대로 치유 안 돼요. Hayo yasipotatuliwa kwa matatizo ya kiroho kwanza hayawezi kupata uponyaji. 이거는 의사가 못 해요. Daktari hawezi kufanya kitu hicho. 이거는 정말 복음 가진 자만이 할 수 있는 거예요. Mwenye injili tu anaweza kufanya kitu hicho. 그래서 지금 아프리카에는요 온갖 질병이요 아프리카에 가득하잖아요. Sasa Afrika sina aina nyingi za magonjwa yapo huko. 그게 그냥이 아닙니다. Haya magonjwa hajatokea tu.
지금까지 하나님을 알지 못함으로 복음을 모름으로 사단에게 잡혀서 우상 숭배하고 귀신 섬긴 결과가 재앙으로 나타나는 거예요. Haya ni matokeo na maafa ambayo yamesababishwa na watu kutofahamu injili na kutomfahamu Kristo. 그래서 이 땅에 필요한 것은 유엔이 아니에요. Kwenye ulimwengu, amini, kwenye nchi sio UN ambayo inahitajika. 이 땅에 필요한 것은, 진짜 필요한 것은 다른 사회복지 단체가 아니에요. Ulimwengu unahitaji taasisi fulani za kimisaada. 그것도 필요해요. Tunahitaji kweli wakati fulani. 그거는 있어도 없어도 돼요. Lakini vitu vinaweza kuwepo na vinaweza visiwepo. 그러나 그런 것들 때문에 진짜 복음을 들을 수 있게 만든다면 그게 오히려 복음 막는 거예요. Lakini kama vitu hivyo vitazuia, kama mnavitaji hivyo, basi hivyo vinaweza kuzuia injili. 진짜 여러분에게 필요한 거는 복음이 필요한 거예요. Ambacho kweli ninyi mnahitaji ni injili jamani. 그리스도가 필요한 거예요. Mnamhitaji Kristo. 이러니까 당연히요. 사람은 한 번은 죽잖아요. Kwa mwisho wa siku mwanadamu anakufa mara moja. 사람이 한 번은 죽는 것은 정하신 것이 그 후에 심판이 있으리라. Mwanadamu ameamriwa kufa mara moja na mara baada ya hapo ni hukumu. 누가복음 16장 19절 30절 보니까 결국 뭡니까? 지옥 가잖아요. Luka 16:30 mwanadamu mwenyewe hali anakwenda jehanamu. 이 땅에 사는 동안에 귀신에게 시달리고 정신적으로 고통당하다가 죽어서 영원한 지옥에서 영원한 고통당한다. Katikati ya kuishi na kutangatanga kwenye ulimwengu kiakili, akifa na kwenda kwenye machungu ya jehanamu ya milele. 근데 이래가 끝납니까? Lakini je, mambo yanaishia hapa? 고린도전서 10장 20절에 보니까 Korinto wa kwanza 10:20 후손에게까지 대물림들이. inakwenda kurithiwa na vizazi vijavyo. 이게 아프리카입니다. Hii ni Afrika. 여기에 답을 주는 겁니다. Unawapa watu majibu kuhusiana na hili eneo. 이 문제 속에 있는 사람에게 답을 주는 게 전도예요. Kumpa mtu majibu mwenye haya matatizo tunaita uinjilisti. 여러분에게 이 답이 있어야 돼요. Lazima kwanza ninyi muwe na haya majibu na hili. 여러분 자신이 여기서 빠져나왔다는 것에 대한 진정한 뭡니까? 하나님의 은혜와 여러분의 믿음에 대한 진정한 감격과 감사가 여러분이 있어야 돼요. Muwe na shukrani na neema na wakijua kwamba ninyi mmetoka kwenye hili eneo kwanza ninyi. 너무 은혜가 되고 감사해서 전도하는 거죠. Kwa mnafanya neema kwa shukrani na kwa moyo wa neema. 나는 너무 은혜고 감사한데 모르고 있으니까. Kwa sababu mimi sifahamu maana na mazingira magumu. 애통하는 마음. Moyo wa huzuni. 긍휼히 여기는 마음. Moyo wa neema, wa rehema. 자랑하기 위해서도 아니고. Sio kwa ajili ya kujivuna. 하나님의 은혜로 여러분이 구원받고 이 복음을 알게 된 것이 너무 감사해서. Na unakuwa unashukurani kwa sababu Mungu amekusaidia wewe uweze kufahamu wokovu kwa namna ya neema. 근데 세상은 이걸 모르고 있으니. Lakini kwa sababu ulimwengu haufahamu kitu hichi. 안타까운 마음으로. Kwa moyo wa huzuni. Kumbe ndio maana unaangamia huu ulimwengu. 두 번째입니다. Namba 2. 자, 그러면 여기에 Kama ni hivyo basi. 분명히 뭐냐? 하나님이 반응을 하도록 하나님이 예비된 사명자가 나와요. Lazima atokee mwenye wito ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili ya kuonyesha mwitikio. Mwitikio aliandaliwa mwenye wito. 이 복음에 하나님이 반응하도록 예비된 사람이 딱 나와요. Mungu ameshamwandaa mtu mmoja tayari ambaye atakuwa na mwitikio kwenye injili. 좀 다른 말로 이제 maneno mengine. 이 한 사람을 쉽게 말해 양육하는 거죠. Kumkuza na kumlea huyu mtu. 이 사람을 치유하는 거죠. Kumletea uponyaji huyu mtu. 이 사람을 이제 쉽게 말하면 이제 훈련하는 거죠. Kumpa mafunzo maana yake huyu mtu hapo juu. 여러분이 만약에 여러분이 전한 복음에 반응을 하고 여러분을 쉽게 말하면 따라다니고 여러분이 지금 훈련시키는 사람이 있다면은 여러분 하나님 축복 속에 있는 사람이에요. Kama kuna mtu ambaye ulimwezea injili akawa na mwitikio na anakufuata mpaka sasa hivi, basi wewe upo kwenye sehemu ya baraka. 그 여러분 교회 교인들이 그래가 와 있다면은 여러분 교회는 든든하게 서가겠죠. Kama mtakuwa mna washirika wewe na hiyo pale wewe na hiyo, basi makanisa yenu yatasimama kwa uimara. 그냥 막 교회 가자. 그래가 막 모여 있다면 언젠가는 다 또 Sio tukuja kanisani. Kuna siku wataanguka watu kama watakuwa wamekuja kanisani. 그 내용이 Yale yaliyomo 이제 좀 다른 말로 말하면 maneno mengine. 이 사람이 이제 복음은 받았지만은 복음이 이 사람에게 복음화 되도록 여러분이 이 사람을 이제 쉽게 말해 양육하는 거죠. Ingawa huyo mtu amepokea injili, unamsaidia aweze kufanywa uinjilishaji yeye mwenyewe kwanza. Unamkuza afanywe uinjilishaji yeye mwenyewe. 이 복음은 이 사람이 이제 들었는데 Huyu mtu amesikia injili, 이 사람에게 아직까지 뭐냐니까 주인 된 게 있어요.
Hii injili imeingia kwa yule mtu, lakini bado kuna kitu kipo kama bwana wake kwa huyo mtu bado. 다시 말하면 치유받아야 될 게 많아. Kwa maneno mengine ana vitu vingi vya kupata uponyaji bado. 그 치유를 이 사람이 이제 받도록 도와주는 거죠. Lazima umsaidie huyu mtu aweze kupata huo uponyaji. 어떻게 보면은 복음 받은 한 사람을 복음을 누리는 사람으로 이제 쉽게 말해 이제 양육하는 거죠. Unamkuza huyu mtu ambaye amepokea injili hii kifupi aweze kufurahia hiyo injili aliyoipokea maana yake. 자, 내용은 제가 특강 때 하기로 했습니다. Yaliyomo haya nitaelezea kwenye special lecture. 어떻게 보면은 그걸 그 내용을 이 사람이 깨닫도록 이제 인도해가는 조금 방법적인 부분을 이야기 한번 해볼게요. Taelezea njia ya kimbinu ambayo inaweza kumsaidia mtu huyo agundue na kumuongoza huyu mtu. 예수님의 어떻게 보면 이제 제자 훈련. Kifupi mafunzo ya wanafunzi ya Yesu. 그래서 이 한 사람을 이제 뭐냐? Huyu mtu mwisho wa siku nini? 현장을 보여주고 현장을 데리고 다닙니다. Kumuonyesha shamba la Bwana na kumpeleka kwenye shamba la Bwana, shamba la Bwana. 현장을 딱 가보면은요. Kienda kwenye shamba la Bwana kule. 자기와 같은 불신자 상태 속에 있는 많은 현장을 보게 됩니다. Ataweza kuona mashamba mengi ya Bwana ya watu ambao wapo kwenye hali ya kutomwamini Mungu, wasiomwamini Mungu. 그냥 관계를 가지고 친구로 동료로 살 때는 몰랐는데 실제로 이 사람들이 이런 문제 속에 그런 어려움을 겪고 있다는 것을 확인하게 만들죠. Utaweza kumsaidia mtu ahakiki kwamba huyu mtu sio tu rafiki yake, sio tu mtu wa kawaida, aweze kuhakiki ile matatizo yule mtu ambayo anayo. 여러분에게 전도가 안 되는 사람은요, 불신자들하고 여러분이 뭐 사업하고 직장 생활 속에 있으면서도 여러분이 그 사람을 제대로 못 보고 있다고요. Mtu ambaye ni mwinjilisti alafu akiwa na mtu ambaye hamwamini Mungu alafu anamwangalia tu, maana yake nini? Mwinjilisti utendeki kwa huyu mtu hata kama anafanya kazi naye mahali fulani. 다시 말하면 마누라하고 결혼해가 사는데 그 마누라를 잘 몰라. Kwa maneno mengine mtu ameshamuoa mke wake anaishi naye lakini hamfahamu mke wake vizuri. 남편을 잘 몰라. Hamfahamu mume wake vizuri. 자식을 낳는데 자식을 잘 몰라. Amezaa watoto lakini hawafahamu watoto wake vizuri. 그 친구라고 같이 어울리가 돌아다니는데 그 친구를 제대로 못 봐. Ana rafiki zake atembea nao vizuri, anacheza nao lakini hawafahamu vizuri marafiki zake, maana yake ni hiyo. 그러니까 솔직히 말해 답도 못 주고 전도도 안 돼. Maneno mengine hawezi kuwapa majibu na uinjilisti hauwezi kutokea. 그런 상태에 있어 사람들이. Watu wapo kwenye hizo hali. 그래서 현장을 보여줘. Ndio maana lazima umuonyeshe shamba la Bwana mtu. 그 실제 현장 보는 눈을 열어. Umfungulie macho kuliona shamba la Bwana mtu huyo. 그러면은요, 아 사람들이 다 이렇게 살고 있구나. Kumbe utagundua kumbe watu wote wanaishi namna hii. 내가 저렇게 살았지. Kumbe mimi niliishi hivi pia. 근데 더 중요한 거는요, Lakini cha muhimu zaidi, 교회 다니는 성도들이 자기하고 비슷하다는 것도 확인해. ataweza kuhakiki kwamba hata wale washirika anaosali nao wote wako hivyo hivyo. Kumbe 자기는 불신자로 살 때 wakati naishi kama asiamini Mungu, 교회 다니던 친구들이 지한테 전도를 안 할 수밖에 없었고 못했던 이유를 깨닫게 돼요. atakuona sababu kwa nini wale ambao walikuwa wanasema kwenda makanisani walishindwa kumwelezea injili, ingawa walikuwa wanakwenda makanisani, atafahamu sababu kwa nini walishindwa. 교회는 많은데, Makanisa mengi hapo, 교회 다니는 사람은 많은데, watu wanaenda makanisani ni wengi, 교회 다니는 사람들이 복음을 잘 모르고 있다는 걸 확인하게 돼요. hata kwamba watu ambao wanakwenda makanisani hawafahamu injili, ataweza kuhakiki. 그러니까 현장에는 완전히 뭐냐, 우상 종교가 판을 쳐요. Ndio maana makanisa yamekuwa ni kama dini ya kisanamu. 우상 종교들은 시스템을 갖추고 사람들을 미혹하고 있어요. Dini za kisanamu zinafanya hizo sanamu zinawalaghai watu. 근데 교회당은 교회당 지어놓고 일요일 날 교회 가는 사람 많은데 현장에 교회가 없어. Makanisa mengi yamejenga makanisa na watu wanakwenda Jumapili makanisani, lakini shamba la Bwana hakuna. 확인하게 만들어요. Unamfanya mtu ahakiki kitu hicho, shamba la Bwana. 예수님이 무리를 보시고 민망히 여기셨다. Yesu alipoona wale makundi aliwahurumia. 추수할 것은 많은데 추수할 일꾼이 없다. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache, alisema. 목자는 양같이 유리하며 방황한다. Ni kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, wanatangatanga na kusambaratika. 추수할 주인에게 추수할 일꾼을 보내달라고 기대라. Mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. 여러분 진짜 제자들은 복음 받은 한 사람을 현장을 보게 만들어야 돼. Ni kifupi, unamfanya mwanafunzi wako mmoja aweze kuona shamba la Bwana kwa usahihi. 예수님의 탄식. Huzuni ya Yesu. 그 예수님의 탄식이 내게 탄식이 돼야 돼. Ile huzuni ya Yesu iwe huzuni yangu basi. 이렇게 사람을 훈련시키는 거예요. Unampa mtu mafunzo kwa namna hiyo. 유승구, Nusungu. understand? Umeelewa? 바라카, Baraka. 말만 잘하지 말고 understand? Siongee tu maneno vizuri, umeelewa? 여기 있는 우리 최성규 사님의 제자들이 진짜 뭐냐,
이 눈이 열려야 돼요. Wanafunzi wote wasichombe mko mahali hapa lazima haya macho yafunguliwe mbele yenu. 최성규 사님의 제자들이 전부 다 있는 현장에서 사람들에게 누구를 만든지 어딜 가든지 답을 주시는 사람이에요. Lazima ninyi mwe watu ambao mnaweza kuwapa watu majibu kwa mashamba yote yale ambayo mtakwenda kama wanafunzi wa missionary Choi. 그래서 여러분들은 진짜 뭐냐 가는 곳마다 만난 사람마다 생명 운동이 막 계속 일어나요. Kila mnapokwenda harakati za uzima ziweze kutokea. 그 생명 운동 속에 하나님이 복음에 반응하도록 예비된 제자를 찾아야 돼요. Lazima mtafute wale ambao wanamuitikia kwenye hizo harakati za uzima kwenda kwenye shamba la Bwana. 그 한 사람의 눈을 열어주는 거예요. Alafu yule mmoja mfungulie macho. 현장 보는 눈을 열어주는 거예요. Mfungulie macho yule pia aone shamba la Bwana 이 likoje. 킬리만자로 모시의 탄자니아에 정말로 하나님이 원하시고 필요한 일을 할 수 있는 사람이 되도록 만들어야 돼요. Mfanye mtu afanye kitu ambacho Mungu anakihitaji kwenye hii Moshi, Kilimanjaro na Tanzania. 여러 되면은요 보여요. Mkifikia hapo mtaweza kuona kitu hichi. 아, 현장에 교회는 많고 교회 다니는 사람은 많은데 정말로 현장에 답을 주는 하나님이 원하시는 교회가 없구나. Kumbe kule shamba la Bwana kuna makanisa mengi na Wakristo wengi, lakini hakuna kanisa ambalo linawapa watu majibu kwenye shamba la Bwana. Utaweza kuona kitu hicho. 그때 예수님이 왜 초대교회를 마가의 다락방에서 시작했는지 알게 돼요. Unafahamu kwa nini wakati ile Mungu aliruhusu kanisa la kwanza liweze kuanza pale chumba cha juu orofani kwa Marko? 교회당 건물 지어놓고 장소에 사람을 모으는 게 아니고 그 현장에서 사람들이 답을 주는 진짜 교회. Sio kuonyesha watu mahali, no, kuwapa watu majibu kwenye shamba la Bwana kupitia lile kanisa. 마가의 다락방에서 시작된 교회. Kanisa ambalo lilianza pale orofani kwa Marko. 구원받은 한 사람이 있는 곳에 역사하시는 하나님의 나라. Ufalme wa Mungu ambao ulifanya kazi kwa huyo mmoja ambaye alikuwa kule kwenye shamba la Bwana, kazi ya Mungu. 진짜 교회. Kanisa halisia la kweli. 루디아라는 한 여자로 통해서 시작된 빌립보 교회. Kanisa la Filipo lilianza kwa huyu mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lydia. 현장 교회. Kanisa la shamba la Bwana. 십자가 없고 간판 없는 현장 살리는 교회. Kanisa ambalo linaweza kuweka ile thamani ya msalaba. 아프리카에 있는 여러분들이 이거 못 깨달아 알면 여러분 별도로 전도 못해요. Ninyi wa Afrika msipogundua kitu hicho kamwe hamtaweza kufanya uinjilisti. 그래서 여러분 제 말 잘 들으면요, 지금 아프리카에 온 목사들이 전부 다 반대로 했어. Mkisikia vizuri maneno yangu mkafanya hivyo, mtaona mpo kinyume na wale wachungaji wote wa Afrika. 한 개인의 오래된 그 부분을 치유시키고 그 사람을 통해서 일어난 전도운동보다는 모아놓고 그냥 막 딴짓하는 거예요. Wanafanya mambo mengine ya ajabu zaidi ya kumchukua mtu mmoja na kumbadilisha kwa mambo yake ya zamani ambayo amekuwa nayo. 그게 아프리카를 망하게 만들어요. Wanafanya hayo mambo yanafanya Afrika iangamie. 그게 아프리카의 영적인 문제를 해결 못해요. Hayo mambo hayawezi kutatua matatizo ya kiroho ya Afrika. 진짜 아프리카 살려면 한 명의 한 사람부터 뒤집어야 돼요. Lazima Afrika ibadilishwe kuanzia mtu mmoja, kwa mtu mmoja ageuzwe kwanza. 그 사람이 있는 현장에서부터 역사 일어나야 돼. Lakini tukie kwanza kwa huyo mtu kwenye shamba la Bwana ambaye huyu mtu yupo kule kwanza. 오늘 하나님 음성 들어야 돼요. Leo lazima msikilize sauti ya Mungu. 왜 마가의 다락방에서 시작했습니까? Kwa nini kanisa la kwanza lilianza chumba cha orofani Marko pale 이 juu? 답을 가진 제자들이 모인 거예요. Watu wenye jibu, wanafunzi walikusanyika pale. 그들이 현장을 두고 기도했어요. Wale waliomba kwa ajili ya shamba la Bwana wakiwa pale. 하나님이 역사했어요. Mungu alifanya kazi. 성령이 역사했어요. Roho Mtakatifu alifanya kazi. 전도문이 열렸어요. Mlango wa injili 성교문이 열렸어요. Mlango wa misheni ilifunguliwa. 여러분 교회 성도들이 있는 현장마다 하나님 나라 임하는 역사가 있나요? Kazi za ufalme wa Mungu kutokea kwenye maeneo yote ambayo washirika wenu wote yapo zitokee. 그게 성경적 전도예요. Huo unaitwa uinjilishaji wa Biblia. 그게 성경적 시작이에요. Huo ndio mwanzo wa kazi ya Roho Mtakatifu. 근데 전부 다 지금까지 성경적 전도를 시작할 수 없는 상태로까지 왔다는. Lakini wote wamefanya mambo nje na uinjilishaji wa Biblia mpaka sasa hivi. 여러분이 진짜 하나님의 계획 속에 있는 전도자가 맞고 목사가 맞다면 오늘 하나님 음성 들어야 돼요. Kama ni kweli mpo ndani ya mipango ya Mungu, kama ninyi ni wainjilisti au ni wachungaji, basi mtahakiki kwamba kweli ni sauti ya Mungu kwenu. 현장 교회. Kanisa la shamba la Bwana. 구원받은 여러분이 교회잖아. Sema kanisa hilo ninyi ambao mmepata wokovu. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐. Hamjui kwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. 두세 사람이 내 이름을 모인 곳에 나도 그들과 함께 있느니라. Wakusanyikapo wale watatu kwa ajili yangu niko pamoja nao, alisema. 구원받은 자들이 모인 교회. Kanisa ambalo wanakusanyika waliopata wokovu. 구원받은 자의 만남 모임이 교회잖아. Kukutana kwa waliopata wokovu zinaita kanisa. 루디아와 그 가정이 교회잖아요. Lydia na familia yake si lilikuwa kanisa hili. 그래서 아프리카 전역에
하나님의 말씀 운동이 확산돼 나가요. Kwa lazima harakati za neno la Mungu zienee Afrika maeneo yote mwisho wa siku. 그때 흑암실이 무너지는 역사, Wakati ule kazi za mamlaka ya giza kuanguka zinazotokea. 우상과 종교가 무너지는 역사, Kazi za sanamu na dini kuanguka wakati ule. 에베소에 일어났던 우상이 무너지고 종교가 무너지는 역사가 이 킬리만자로 모시에서부터 일어나야 돼요. Kazi zatokea kuanzia hapa Moshi na Kilimanjaro kama zilizotokea kule kwa Efeso kuanguka kwa dini na sanamu. 그래서 제가 이렇게 시작했어요. Kwa maana mimi nilianza namna hiyo. 제가 개척할 때 Wakati nafungua kanisa langu, 복음받은 불신자에서 복음을 시신자 한 명을 데리고 그 사람의 현장에서 교회를 시작했어요. nilimchukua mmoja ambaye alikuwa asiamini akapokea injili, nikaanza naye kanisa shamba la Bwana. 그래서 지금은 Sasa hivi 많은 시설과 하나님이 성전 건축까지 하나님 축복을 하셨어요. Mungu atubariki sana kwa facilities nyingi mpaka ujenzi wa kanisa. 저는 이 일의 증인입니다. Mimi ni shahidi wa haya mambo. 제가 지금 이거 제 간증입니다. Mimi huu ni ushuhuda wangu kwenu. 이게 하나님의 말씀입니다. Hili ni neno la Mungu. 제가 증인입니다. Mimi ni shahidi wa haya mambo. 요래 딱 되면은 Ukifikia hapa 전도를 하는데 그냥 전도가 아니고 이제 시스템 전도가 나오는 거예요. utafanya tu uinjilisti, uinjilisti wa kimfumo. 막 그냥 전도지 들고 막 돌아다니는 게 아니고 Sio kutembea tembea tu unafanya uinjilisti. 뛰두르고 다니면서 막 떠드는 게 아니고 Sio kutembea tembea na kupiga kelele huko. 시스템을 딱 갖춰놓고 전도하는 거예요. Unafanya mfumo, unafanya uinjilisti kwa ule mfumo. 자, 이번 시간 결론을 이야기하겠습니다. Taongelea hitimisho kwenye. 잘 알아들어야 돼요. Lazima usikilize vizuri uelewe. 사도행전 9장 10절에서 15절. Matendo 9:10-15. 다메섹이라는 지역에 아나니아가 있더니 Anania aliyekuwepo eneo la Dameski. 그 다메섹이라는 지역에 제자 아나니아가 있었어요. Mwanafunzi alikuwepo kule Dameski aliyeitwa Anania alikuwepo. 거기에 하나님은 바울이라는 시대를 살릴 전도자 사울을 하나님이 거기에서 뒤집었다는 사실. Mungu alimgeuza yule Paulo ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya kufanya uinjilishaji wa dunia akampindua kule. 여러분이 있는 그곳에 하나님은 구원받을 사람을 보내는 겁니다. Maeneo ambayo ninyi mpo kule, Mungu atawaletea watu wa kupata wokovu kule mliko. 여러분의 성도들이 흩어져 있는 그 모든 곳에 그 지역에 구원받을 자를 하나님이 보내셔요. Mungu atapeleka watu wa kupata wokovu kwenye maeneo ambayo washirika wenu wapo kule atawapeleka. 그걸 보고 다락방, Kitu hicho tunaita tarakbang sasa. 그걸 보고 마가의 다락방에 일어난 하나님 역사를 지금 우리가 있는 모든 현장에서도 체험하자. Kisha tunataka tupate uzoefu ambao Mungu aliufanya tangu kanisa la kwanza pale Rufani kwa Marko. 그걸 보고 다락방 전도. Kisha tunaita sasa uinjilishaji wa tarakbang. 초대교회 마가 다락방에 일어났던 그 전도 운동을 회복하자. Turejeshe uinjilisti ambao ulifanyika na kanisa la kwanza kule chumba cha juu Rufani kwa Marko. 그래서 이 아프리카의 성경적 전도 운동이 여러분들로부터 시작되는 은혜가 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Kwa Bwana mpate neema ya kupata kuanza uinjilishaji wa Biblia kuanzia ninyi hapa Afrika. 기도하겠습니다. Tuombe. 하나님 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 성경적 전도 운동을 바르게 시작할 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. Asante Mungu kutupa neema ili tuweze kuanza uinjilishaji wa Biblia kwa usahihi. 오늘 이 자리에 모인 자들에게 주의 영으로 역사해 주옵소서. Ukafanya kazi Bwana kwa Roho Mtakatifu kwa wale ambao wamekusanyika mahali hapa leo. 정말로 이들에게 지금까지 틀린 거 버리는 역사 있게 하옵시며 Mungu ruhusu kazi za kutupa yale yote ambayo walikuwa wamesikia na ambayo wanayo. 하나님의 말씀으로 분별되게 하시며 Msaidie Mungu aweze kutofautisha neno lako Mungu. 하나님의 말씀이 확인되는 은혜가 있게 하옵소서. Wape neema za kuhakiki neno lako Mungu. 그래서 이들이 흩어지는 모든 현장에 성경적 전도 운동의 새로운 시작이 일어나게 하옵소서. Ruhusu Mungu uinjilishaji upya wa Biblia ukatokea kwenye maeneo yote ambayo hawa watakwenda kusambaa. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu. 아멘. Amen.